presentation imekuwa nzuri na amejitahidi kujibu maswali. Tuna dakika 40 sasa hivi, saa 8 dakika 25. Dakika 40 zinaisha saa 8 dakika 15. Okay. Sasa nitatumia dakika 15 alafu atakuja malizie mwalimu pale dakika zilizobaki. Labda tunajifunza kuhusu Mungu. Mungu ni nani? Ana nafsi ngapi? Lakini kuna hoja ambayo inauliza, inategemea unapozungumza kuhusu Mungu. Ana nafsi ngapi? Kwanza kwenye ana nafsi ngapi inategemea kwamba unavyoelewa Mungu ni nini, ni kitu gani. Yaani unaposema Mungu ni kitu gani? Swali linaulizwa Mungu ni nini? Kwa mfano, hata juzi nilikuwa naongea, ukisema Mungu ni muumbaji, si ndio? Si nitakuwa sahihi nikisema Mungu ni muumbaji? Twende pamoja. Nikisema Mungu ni muumbaji, si niko sawa? Sawa. Manake nikisema Mungu ni muumbaji, manake tukirudi katika uumbaji, sawa? Manake chochote nje ya viumbe ni Mungu, si ndio? Manake yaani tukichukua viumbe tukavitoa pembeni, kitakachokuwa kimebaki nje ya viumbe ni nini? Ni Mungu. Kwa mfano tukisema kwamba wakati kabla vitu vyote kuumbwa kuna vitu vilikuwepo, sawa? Kuna nafsi zilikuwepo. Je, zilikuwa ngapi? Kama zilikuwa 2, basi ndo Mungu. Kwa mfano tunasema kwamba alikuweko wakati wa uumbaji, tunakubali kabisa. Biblia inasema kwamba Mungu aliumba hapo mwanzo, Mungu aliumba mbingu na nchi, na kwenye sura mstari 26 tumesoma inasema Mungu akasema. Manake hakuwa peke yake. Na hata kwenye Mithali 8 mstari wa 22 inasema Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia zake, na anaeleza kwamba yeye alikuwa stadi wa kazi. Kwa tunaona kabisa kwamba wakati uumbaji unafanyika kulikuweko na nafsi zaidi ya moja. Kwa maana hiyo tunaweza tukahitimisha tukijiuliza Mungu ni nini, tukasema Mungu ni muumbaji. Kwa definition ya Mungu ni muumbaji, utapata Mungu mwenye nafsi zaidi ya moja, kwa maana tutapata Mungu Baba na mwanaye aliyekuwa naye wakati anaumba. Tukienda hivyo, yani tusema Mungu ni muumbaji. Lakini Biblia katika kueleza kwake imemtaja Mungu. Ukiangalia maandiko yamemtaja mwana wa Mungu kuwa ni Mungu. Kisoma Warumi sura ya 9 mstari wa 5. Very explicit, tutasoma. Imemtaja mwana wa Mungu kuwa nani? Ni Mungu. Na Biblia hiyo hiyo imetaja Mungu kuwa ni Baba. Hatuwezi kukataa, na ndivyo ilivyo. Na Biblia pia hiyo hiyo mahali pengine imemtaja Roho wa Mungu na ikamtaja kuwa ni nani? Ni Mungu. Utakuwa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 3 mpaka wa 4. Biblia imeeleza kabisa kwamba Roho wa Mungu, ukisoma pale, imemtaja kuwa nani? Kuwa ni Mungu. Kwamba Anania alimdanganya Roho Mtakatifu, asema kwa kudanganya Roho Mtakatifu amemdanganya Mungu. Sasa uelewa, ukichukua akili zako ukaweka kwenye uelewa huo kwamba kwa vile mwana wa Mungu ametajwa kuwa Mungu, Baba ametajwa kuwa Mungu na Roho Mtakatifu ametajwa kuwa Mungu, basi kwa akili zangu nikisema Mungu, na Biblia imesema Mungu ni mmoja, basi nikitumia akili zangu naweza nikasema Mungu mmoja. Huku ametajwa mwana, huku ametajwa Roho, huku ametajwa Baba. Kwa hiyo kwa conclusion ya haraka tu naweza nikasema Mungu ana nafsi 3. Na nitakuwa sahihi kwa uelewa wangu. Kwa sababu Biblia imesema mwana Mungu Mungu, imesema Baba Mungu, imesema Roho Mtakatifu Mungu. Kwa hiyo nikisema Mungu ana nafsi 3 au Mungu ni utatu nitakuwa sawa. Lakini Biblia hiyo hiyo imetaja Mungu mmoja. Na ilivyotaja Mungu ni mmoja, haikutuachia akili zetu tumujue huyo mmoja ni nani. Yaani tuseme kwa mfano usema Mungu, kuna Mungu mmoja. Mfano ukisema katika kanuni ya kanisa la Waadventista watasema Mungu ni mmoja, kuna Mungu mmoja aliye Baba, Mwana na Roho, umoja wa nafsi 3 za milele. Ukichukua ile statement itafute katika maandiko, haipo. Manake ni mtu namna alivyoelewa kile kilichoko maandiko akakitafasiri akakiweka kwenye nini? Uandishi. Lakini Biblia inaposema Mungu ni mmoja, ikisema Mungu ni mmoja, na yako mafungu mengi yanayosema Mungu ni mmoja, inataja nani? Sababu tuwezi kupita mpaka wa maandiko. Sawa sawa. Soma Wakorintho wa kwanza 8:6. Biblia imedefine kabisa, yani haikutuachia nafasi sisi tu define. Ukiamua kudefine ni wewe.
lakini Biblia imekuachia, yani imekupa, haijakwambia Mungu ni mmoja na ikakupa definition ya huyo mmoja ni nani. Soma. Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba. Endelea. Ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana hivi ndivyo ninavyoelewa kwenye hilo fungu kwamba Biblia inaposema Mungu ni mmoja, haikutuacha sisi wenyewe tutafasiri wenyewe kwamba Mungu ni mmoja, tuweke maneno yetu kwamba Baba, Mwana na Roho. Imetueleza Mungu ni mmoja na imetuambia huyo mmoja ni nani? Aliye Baba. Lakini sio kutuambia aliye mmoja ni nani, imetuambia na kwa nini ni mmoja. Malizia kipengele cha mwisho pasema, inasema ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake. Imetuambia ni mmoja kwa sababu moja, vitu vyote vimetoka kwake na sisi tunaishi kwake. Kwa hiyo definition nzuri ya Mungu mmoja, na hapa mimi katika uelewa wangu huwa natofautisha neno Mungu na Mungu mmoja. Neno Mungu, hata kusoma kitabu cha Kutoka sura ya 7 mstari wa kwanza, Mungu anamwambia Musa kwamba nitakufanya kuwa Mungu kwa Farao. Sasa tukisema kila kinachoitwa Mungu kitengeneze sehemu ya Mungu mmoja, maana yake hata Musa ni sehemu ya Mungu mmoja. Kwa hiyo Mungu mmoja hata kuwa na nafsi 2 au 3, anaweza akawa na nafsi hata 4, ukaongeza na huyo Musa akawa nafsi ngapi? Ya 4. Lakini Biblia imetuambia kabisa Mungu mmoja naye ni Baba. Tuishie hapo tu kwamba ukiuza Mungu mmoja ni nani? Ni Baba, full stop. Kwa nini ni mmoja? Biblia imeeleza vitu vyote vimetoka kwake. Sasa ukisema vitu vyote vimetoka kwake, swali linakuja, je, mwana wa Mungu naye ametoka kwa huyo Mungu mmoja? Ili huyo abaki kuwa mmoja ambaye ni Baba, mwana wa Mungu ametoka kwa huyo mmoja? Soma kitabu cha Waebrania sura ya 2 mstari wa 11. 2:11 Waebrania. Anasema maana yeye atakasaye na hao wanaotakaswa wote pia watoka kwa mmoja. Kwa ajili hii haoni haya kuwaita ndugu zake. Yeye atakasaye ambaye ni Kristo na hao wanaotakaswa ambao ni sisi, wote tunatoka kwa nani? Kwa mmoja. Kwa Biblia inaposema Mungu mmoja imemtaja kabisa na imeeleza kwa nini anakuwa mmoja. Ni kwa sababu vitu vyote vimetoka kwa huyo. Ndiyo sababu tu. Kwa maana hiyo kwamba Mungu ni kile kilichokuwepo kabla ya kitu kingine kuwepo. Kile kilichokuwepo kabla ya kitu kingine kuwepo. Sasa doctrine ya utatu inatuambia kabla ya kitu chochote kuwako zilikuwepo nafsi 3. Hakuna nafsi iliyotoka katika nyenzake. Ndio utatu wenyewe. Yaani utatu kwamba mwana alikuweko peke yake, Baba alikuweko peke yake na Roho alikuweko peke yake, lakini walikuwa na umoja. Lakini Biblia inatufundisha kwamba mwana amezaliwa na Baba. Maanake kilichokuweko ni Baba. Baba kabla hajafanya kitu chochote akamzaa mwana. Ndio tunasema katika kitabu cha Yohana 1:1 kwamba hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Kwa nini nasema hapo mwanzo? Yaani mwanzo wa nini? Mwanzo wa nini? Wa nini? Mwanzo wa nini? Soma kitabu cha Mithali 8:22. Pele mwanzo wa nini? Inasema 8:22 Mithali. Anasema Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale. Inatosha. Kwa hiyo Biblia inaposema hapo mwanzo ulikuwako neno, huo mwanzo ni mwanzo wa njia za Mungu. Yaani Mungu wakati anaanza hakufanya kitu chochote, cha kwanza ilikuwa ni kumzaa mwanaye. Lakini kabla ya hapo alikuwepo yeye peke yake ambaye ni Baba. Na ndio maana anaitwa Mungu mmoja, nafsi moja, sio zaidi ya hapo. Ndio hiyo Ayubu 23:13 tuliyoisoma kwamba yeye ni mmoja na nafsi yake ni moja. Sasa
Nikiwa maliza hapo, yako mafungu yanayoeleza Mungu ni mmoja na yapo very explicit. Niende kwenye Mungu ana nafsi ngapi? Mungu ana nafsi ngapi? Ndio maana nikamuuliza mwalimu hapa kwamba unaposema Mungu ana nafsi tatu, hilo neno nafsi unamaanisha nini? Sababu huko Biblia inasema naye ni mmoja na nafsi yake, alafu baadaye ageuke awe na nafsi tatu. Lazima uelewe kwamba anaposema neno nafsi unamaanisha nini. Neno nafsi kwa Kiebrania linaitwa nefesh. Nijaribu kufuatilia nefesh. Ni neno la Kiebrania lenye maana ya kitu kilicho hai. Kitu kilicho hai, chenye utashi unaojitegemea. Ukisema nafsi moja, maana yake ni uhai au utashi mmoja. Ukisema nafsi mbili, maana yake ni vitu viwili vilivyo hai vyenye utashi tofauti. Kitu kisicho hai au kisichokuwa na utashi akiwezi kuwa nafsi. Mungu kuwa na nafsi moja inamaanisha kuwa ni kihai kimoja, one being. Kama Mungu kuwa na nafsi mbili, manake ni vihai viwili, yani vitu viwili vilivyo hai. Kama ni vitatu, basi ni vitatu. Lakini neno zuri la Kiingereza linalomaanisha neno nafsi linazungumzwa ni individual living being, kimoja kilicho hai. Kwa tukisema Mungu ana nafsi tatu, manake the individuals watatu wenye utashi unaojitegemea. Sasa Mungu mmoja ana nafsi ngapi? Ndio maana wakati mwingine mimi huwa nakuwa reluctant kwa watu wanaosema unaweza kusema Mungu ana nafsi tatu, lakini Mungu mmoja ana nafsi moja. Katika kitabu cha Ayubu tusome hilo fungu, linasema lakini yeye ni mmoja, ni nani awezaye kumgeuza? Tena nafsi yake ilitakalo ndilo afanyalo. Kwa Mungu ni mmoja na ana nafsi moja. Msomaji, nisomee kitabu cha Isaya sura ya 42 mstari wa kwanza. Mungu ana nafsi ngapi? 42:1. Tazama mtumishi wangu, nimtegemezaye, mteule wangu, ambaye nafsi yangu imependezwa naye. Nimetia roho yangu juu yake, naye atawatolea mataifa hukumu. Sasa nisikilize. Hapo anayeongea ni nani? Ambaye ana nafsi yake. Anayeongea hapo ni nani? Mungu. Tunasoma jamani. Anayeongea hapo ni nani? Isaya 42:1. Labda tulirudie. Tazama mtumishi wangu, nimtegemezaye, mteule wangu, ambaye nafsi yangu imependezwa naye. Nimetia roho yangu juu yake. Nimeuliza, anayezungumza hapo ni nani? Si ni Mungu? Mungu. Anazungumza kuhusu nani? Yesu. Mwana wa nani? Wa Mungu. Lakini Mungu anajiportray nafsi yangu. Sasa sikiliza na tutaelewa nafsi yake. Anaposema nafsi yake anamaanisha nini? Kwamba Mungu ana nafsi moja. Ina maana gani? Yeremia 6:8. Kwa haraka sile muda mwingi. Yeremia 6 aya yake ni ya 8. Anasema, uadhibishwe Yerusalemu, nafsi yangu isije ikafarakana nawe, nisije nikakufanya ukiwa, nchi isiyokaliwa na watu. Nafsi yangu. Mungu ana nafsi moja. Tafuta mahali popote ambapo panazungumza neno nafsi likimuhusianisha na Mungu, utakuta Mungu ana nafsi hii moja. Mtu akikuta Mungu ana nafsi mbili kwenye Biblia, mimi kabisa naachana na hii, nitafuata naye, nitamwambia Mungu ana nafsi mbili. Lakini unaweza ukasoma mafungu fulani alafu ukatengeneza fikra kwamba Mungu ana nafsi zaidi ya moja. Lakini ukichukua maandiko kama yalivyo, yanamtaja Mungu ana nafsi moja. Waebrania 6:13. Hii nataka tuielewe vizuri. 6:13. Kwa maana Mungu alipompa Ibrahimu ahadi, kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe wa kumwapa, aliapa kwa nafsi yake. Sasa msikilize, sisi tunaposema Mungu mmoja ana nafsi moja, moja ya fungu ambalo linatupa ukubwa na kuelewa ni hii kwamba Biblia inasema kwa maana Mungu alipompa Ibrahimu ahadi, kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe
wa kumwapa aliapa kwa nafsi yake. Sasa point hapo tuelewe kwamba huyu anayezungumzwa hana mkubwa kuliko yeye. Hana mkubwa kuliko yeye. Je, Yesu anatuambiaje? Yohana 14:28 inasema, sijanikosea, mlisikia kwamba naliwaambia, mimi naenda zangu tena naja kwenu. Kama mngenipenda mngalifurahi, kwa sababu naenda kwa Baba, kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Baba ni mkuu kuliko mimi. Huyu ambaye ni mkuu kuliko mwana wa Mungu ana nafsi hii moja na ndo Mungu mmoja. Ukitaka kutengeneza Mungu mmoja iwe ndo muunganiko wa hawa, utakuwa upo kinyume na maandiko, kwa sababu Mungu mmoja ni mkuu, hana aliye juu yake. Labda tusome tena, kwa maana Mungu alipompa Ibrahimu ahadi, kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe wa kumwapa, aliapa kwa nafsi yake. Ngoja na habari njema niwaambie hivi, mwana wa Mungu anapoapa haapi kwa nafsi yake, anaapa kwa nafsi ya baba yake, kwa sababu baba yake ni mkuu kuliko yeye. Na huyo baba yake ni nafsi moja. Wakorintho wa kwanza 11:3. Wakorintho wa kwanza 11:3. Kama atakuwa sijakosea. 11 yake ni ya 3. Inasema, lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Kichwa cha Kristo ni Mungu. Huyo Mungu anayetajwa hapo sio nafsi tatu, ni nafsi hii moja, aliye Baba. Kasome katika kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa 21. Utaona Yesu anazungumza kwamba wamwabudu katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wafanye nini? Wamwabudu. Sio Baba, Mwana na Roho, Baba. Kwa Biblia inaposema Mungu ni mmoja, haijatuachia akili zetu sisi tuseme Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho. Imetuambia kabisa Mungu mmoja specifically ni Baba. Baba wa nani? Mafungu yako mengi, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na ndiyo maana Biblia inamtaja Yesu Kristo kuwa Mungu, huyo kuwa ni Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kusoma kitabu cha Waefeso 1:17. Waefeso 1:17 inasema, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye. Kwa hiyo anaitwa Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa nini Yesu awe Mungu na wakati huo huo ana Mungu wake? Kwa sababu yeye kama mwana wa Mungu kuna mahali alitokea, hakujitengeneza yeye. Uwepo kwake tu si tofauti na babake. Babake yeye yupo tu, ila mwana ametoka kwa baba yake. Mahali popote ambalo neno nafsi limetumika katika maandiko likihusiana na Mungu, limetajwa Mungu kuwa na nafsi yake au nafsi yangu, si nafsi zake au nafsi zangu. Mungu mmoja ni nafsi moja. Kwa vyovyote vile, ikiwa Mungu mmoja angekuwa na nafsi zaidi ya moja, basi aya hizi zilitakiwa zisomeke nafsi zake au nafsi zangu. Wazo la Mungu mmoja kuwa na nafsi zaidi ya moja ni wazo la kipagani, lilitoka katika ibada ya miungu ya Warumi na kuingizwa katika imani ya Kikristo kwa ujanja katika mwaka 381. Hapo ndipo lilipoingizwa wazo la Mungu mmoja kuwa na nafsi zaidi ya nani? Ya moja. Ila Biblia inataja Mungu mmoja, nafsi moja. Nenda utafute neno nafsi 381. Ilianza mwaka 325. Sasa baada ya Kristo, baada ya Kristo kwenye council, kuna Council of Nicaea 381 na 325. 325 hapa ilikuwa inachipukia kwenye Council of Nicaea. Kuna ufafanuzi hapa. Mapokeo tuyasome haya hapa. Sawa. Mapokeo, Utatu Mtakatifu.
kadiri ya mapokeo ya fumbo la Utatu Mtakatifu liliainishwa rasmi na mtaguso mikuu ya Nikea mwaka 325. Hii ni bustani ya katekista ukurasa wa 130. Hapa kuna kichwa cha habari kimeandikwa fumbo la Utatu Mtakatifu. Inasema kipengele cha mapokeo, kadiri ya mapokeo fumbo la Utatu Mtakatifu liliainishwa rasmi na mitaguso mikuu ya Nikea mwaka 325 na Konstantinopoli mwaka 381. Rejea Katekisimu Mpya Kanisa Katoliki namba 197. Huu ni ukurasa wa 130. Haya, hiyo historia ni ndefu na vitu vingi sana hapo. Mimi nimeidokeza tu, lakini tunajikita kwenye maandiko. Sasa nimalizie kabisa ili nimpe mwalimu wangu aendelee. Mungu mmoja, yani ukisikia Mungu mmoja, ukisikia Mungu mmoja lazima uelewe ina maana gani. Kabla ya kukimbilia kusema Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho, jiulize Mungu anaposema ni mmoja anamaanisha nini? Mungu anaposema ni mmoja anamaanisha kwamba ni chanzo cha vitu vyote. Source, yani chanzo ni kimoja, na hicho chanzo ni nafsi hii moja. Ni sawa na mwanaume kusema mwanadamu mmoja. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sikumbuki fungu, mtanisaidia, anasema Mungu aliumba wanadamu wote kutoka katika mwanadamu huyu mmoja. Huyo mwanadamu mmoja ukisema ni Adam na Hawa? Halo, hapana, sio Adam na Hawa. Mwanadamu mmoja ni Adam, lakini kutoka kwa Adam akapatikana Hawa, kutoka kwa Hawa tukapatikana kizazi. Kwa hiyo inasema mwanadamu mmoja ni Adam, lakini Adam ndani yake akatolewa Hawa, wakawa hao wawili. Na ukiangalia hapa ndio maana Biblia inasema kwamba tumfanye mtu kwa mfano wetu. Wakati Mungu anamuumba Hawa hakumpulizia roho. Roho yule aliyekuwa ndani ya Adam, Hawa anatolewa vile vile. Ndio maana Kristo na baba yake wanashiriki roho huyu mmoja. Roho wa Kristo na roho wa nani? Wa Mungu. Roho huyo yule mmoja. Sasa hapa mimi ni kutoka kwa baba mwana alizaliwa na kutolewa ndani ya baba. Sasa kwa habari ya roho kuwa nafsi, muda wangu unaona umeniishia. Kwa habari ya roho kuwa nafsi, roho anapokuwa anazungumza kama nafsi, kwa sababu Mungu ni nafsi. Roho wa Mungu huwezi kumtenganisha na Mungu. Yaani roho anatoka kwa Mungu, lakini anapotoka kwa Mungu ndani ya Mungu anabaki. Wakati huo yuko ndani ya mwanae, na wakati huo yuko ndani yako, na wakati huo yuko ndani ya kule. Sasa fikira za wanautatu ni kwamba roho yuko separate hapa, alafu kuna baba. Sasa baba ana roho. Kama ana roho ni tofauti na huyu roho. Kama mwana ana roho ni tofauti na huyu roho ambaye yuko pembeni. Hipo ni hapana. Ndio maana ukisoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza nadhani 2:11 kama sio 11:2. Ni 2:12. 11. Inasema nimalizia hapo, nimruhusu mwalimu aendelee. Alafu baadaye kama katika maelezo niliyoyatoa kama nimeeleza kitu tofauti kabisa mtaniuliza maswali nitakuja baadaye. Inasema Wakorintho wa kwanza 2:10, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho, maana roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Sawa. Maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Tulia kwanza. Anayejua mambo ya binadamu ni roho ya binadamu iliyo ndani yake. Kwa hiyo roho ya binadamu na binadamu ni nafsi mbili tofauti. Ni huyo mmoja. Hauwezi kutaja nafsi ya binadamu alafu kutaja nafsi ya roho ya binadamu. Haiwezekani. Malizia fungu. Hivyo na mambo ya Mungu hakuna afahamuye ila roho wa Mungu. Mambo ya Mungu hakuna afahamuye ila roho wa Mungu. Kwa sababu huwezi kuwa na nafsi ya Mungu alafu ukawa na nafsi ya roho ya Mungu. Roho wa Mungu ni roho wa Mungu tu. Sasa wanautatu wanajaribu kumtoa pembeni na kumweka awe nafsi kando, na wanatumia mwanya mmoja kwamba roho wa Mungu Bwana anamtoa. Sasa Bwana anapomtoa kwenye akili zao ni kwamba anakaa kando, hapa ni baba, nafsi ya baba, hapa nafsi ya roho.
No, hakuna wakati wote ambao Baba aliwahi kukaa hana roho yake. Roho yake iko ndani yake, iko ndani ya mwanae, iko ndani ya waumini. Ndio maana wakati mwingine Biblia inataja kuwa roho za manabii. Sasa ukisema roho za manabii kwa akili ya ambayo nyingine unasema roho za manabii ni labda ni roho nyingine. Roho za manabii ndio huyo Roho Mtakatifu, lakini ananasibishwa na manabii kwa sababu anapoingia kwa nabii anachukua kama nafsi ya nabii, kwamba roho wa Elia. Roho wa Elia ndio huyo Roho Mtakatifu, lakini kwa sababu ananena kwa nafsi ya Elia anaitwa roho wa nani? Wa Elia. Roho wa Kristo ni roho yule wa Mungu, lakini kwa sababu ananena kwa nafsi ya Kristo anaitwa roho wa nani? Wa Kristo. Anaponena kama Mungu ndani yako anakuwa anamwakilisha Baba. Mimi niishia hapo. Fungu langu la mwisho Yohana sura ya 4 mstari wa 21 mpaka 24. Hilo ni siri yake. Yohana 4:21. Napozungumzia Mungu anayeabudiwa, Mungu mmoja. Inasema 4:23. Lakini anzia 21. Inasema Yesu akamwambia mama, usadiki saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu. Hamtamwabudu Baba katika mlima huu. Baba katika mlima huu. Sawa. Wala kule Yerusalemu. Ndio. Ninyi mnaabudu msichokijua. Kuna hatari ya kuabudu usichokijua, ambao ndio utatu. Endelea. Sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Sawa. Lakini saa inakuja nayo sasa ipo, ndio, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba. Watamwabudu nani? Baba. Watamwabudu nani? Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba awatafuta watu kama hao ili wamwabudu. Malizia. Mungu ni roho, nao wamwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Asante. Mwalimu njoo leo au jawa tayari. Niko tayari. Wageni wetu karibuni, ndugu Mishael, ndugu Chiganga na mzee wangu pale, jina limenitoka kidogo tu, nani? Shem. Asante. Sasa tuiweke nani kabisa present, tuanze juu kabisa au hata ni puleti tu hapa kichomeke hapo. Ndugu zangu katika Kristo, mimi nashukuru kwa nyinyi kuja kuweza kujifunza, na naamini tunajifunza kama Wakristo ili tufikie ujuzi wa ukweli, si ndio? Sasa sijakuwepo mwanzoni, bila shaka nimeongea mambo mengi, lakini kuna nukuu ambazo nimepewa na wenzangu na zingine kanipa Chiganga ambazo nimezitumia kujengea hoja. Kwa haraka mpaka nimemsikiliza mwalimu mwenzangu Bwana Linus Jabato, ni kwamba anaongea kuhusu Mungu mmoja, na kulingana na view ambayo nimewasikia kwa muda mfupi ni kwamba mnaamini fundisho la Utatu Mtakatifu, kwamba Mungu ni mmoja tu aliye Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, si ndio hivyo? Si ndio hivyo? Au sije kwa nukuu tofauti? Sasa okay, lazima tujue kwamba mnaamini katika fundisho la Utatu, si ndio? Chiganga, naomba nisaidie. Ndio. Okay. Okay, hamna shida. Sawa. Unajua ni vizuri kumuelewa mtu tukisema. Sasa nichukue kwa point wa ndugu zangu kwamba mnaamini fundisho nini? La Utatu Mtakatifu. Sasa siwezi kuelezea zaidi sababu mwenzangu kashabainisha kuhusu Mungu mmoja tunayemwamini, ambaye ni Mungu Baba akiwa na mwanawe na akiwa na roho wake. Kwa tunaamini katika hizo nguvu tatu: Mungu mmoja kwa pekee, Yesu Kristo mwana wa Mungu, na Roho Mtakatifu ambaye ni roho wa Mungu na roho wa Kristo. Sasa wacha tu niingie kwa haraka. Ellen White ambao ndio nafikiri ndio mzozo mkubwa, anasemaje kuhusu Mungu? Anasemaje kuhusu Mungu? Cha kwanza, tuna msingi hapa ambao muongozo, pillar of our faith. Hii ni code nimeziweka hapa, manuscript release namba 770
peji ya 9 na 100 ambayo imeandikwa mwaka 1905. Kabla ya hapo, naomba msomaji nisomee kitabu hapo cha Pambano Kuu, waraka. Nisomee ukurasa wa 496 na 495, nimepigia mstari hapo. Sasa kitu ambacho cha msingi nasema hivi, kitu cha msingi cha kwanza lazima tukubaliane kwamba kuyaheshimu maandiko na kuishia pale maandiko yaliposema. Soma maandiko. Nasema hivi. Nasemaje? Ukweli uliofunuliwa kwa wazi kabisa katika Biblia. Ukweli uliofunuliwa kwa wazi katika Biblia umekuwa ukisababisha mashaka na giza kwa watu wasomi. Ndio. Ambao kwa majivuno ya kuwa na hekima ya juu wanafundisha kwamba maandiko yana mafumbo. Wanafundisha kwamba maandiko yana nini? Yana mafumbo. Yana mafumbo. Siri. Ndio. Na maana ya kiroho isiyoeleweka wazi kwa lugha iliyotumiwa. Na kwa maana ya kiroho isiyoeleweka kwa lugha wazi iliyofanyaje? Iliyotumiwa. Endelea. Watu hawa ni walimu wa uongo. Watu hawa ni walimu wa uongo. Ilikuwa kwa watu wa kundi la namna hiyo. Ndio. Yesu alisema kwamba hamyajui maandiko. Hamyajui nini? Maandiko. Wala uweza wa Mungu. Wala uweza wa nani? Wa Mungu. Marko 12:24. Endelea. Lugha ya maandiko inapaswa kufafanuliwa kulingana na maana yake iliyo wazi. Endelea. Isipokuwa kama kielelezo au ishara imetumiwa. Kristo ametoa ahadi. Ndio. Mtu akipenda kuyatenda mapenzi yake atayajua mafundisho. Atayajua nini? Mafundisho. Yohana 7:17. Kama watu wangechukua Biblia, kama inavyosomeka, kama wasinge kuwepo walimu wa uongo wa kupotosha na kuvuruga akili zao, kazi ingekuwa imekamilika. Kazi ingekuwa imefanyaje? Imekamilika. Imekamilika. Kiasi kwamba ingewafanya malaika wafurahi na ingewaleta kwa Kristo watu maelfu kwa maelfu ambao sasa wanatangatanga katika makosa. Asante. Hii nukuu nimesoma kwa ajili ya Misheri, mwinjilisti Misheri. Nilimsikia akisema kwamba kuna inavyoandikwa si vile unavyofikiria. Sasa hiyo ni kutumia hekima za kibinadamu. Hebu nisome maandiko haya pia. Timotheo wa kwanza 4:3. Najua mimi pia ni mwinjilisti. Sasa naomba na mimi pia ndo eneo langu hili. Wewe utaniwia radhi kama waraka wa kwanza wa Timotheo 4:3. 4:3 inasema. Nasemaje? Inasema hivi. Wakiwazuia watu wasioe. Ndio, hebu endelea anza mstari wa 4. Mstari wa 4. Nasemaje? Kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri. Mstari wa kwanza. Basi Roho anena waziwazi ya kwamba ndio nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani. Ndio. Wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Na mafundisho nini? Ya mashetani. Sasa watajitenga na nini? Na imani. Sasa ni imani ya mitume. Hebu nipe kitabu kile cha Korinto waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 4. Anza mstari wa 3. Waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wa 4, mstari wa 3, wa 4 na wa 5. Soma. 5 mstari wa 4 inasema. Inasemaje? Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Na huku ndiko kushindako ulimwengu. Huku ndiko kushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Hiyo imani yetu. Na mtume anasema kwamba siku za mwisho watu watajitenga na nini? Na imani. Na imani. Imani yetu ni mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aaminiye ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Isipokuwa ni yule ambaye anaamini Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Kwa ndugu Michel kasema kwamba Yesu si mwana tu. Tuko pamoja? Kwa sababu hajui maana ya mwana ni nini. Sasa yeye anawaza mwana ni kwamba ni kitu ambacho ni kinyonge kimejishusha. Eva? Biblia inaposema Yesu ni mwana wa Mungu inamnyanyua yeye ni nani? Ni Mungu. Kwa maandiko yanasema kwa habari za mwana asema Mungu. Hiyo Ibrania 1 mstari wa 8. Kwa hiyo maana tukisema mwana wa Mungu tumesema nani? Mungu. Ni Mungu. Sisi tumemshusha. Mwana wa Mungu ni nani? Ni Mungu. Mwana wa simba ni nani? Ni simba. Kwa hiyo watu watajitenga na imani na kusikiliza imani za nini? Za mashetani. Kitabu kile cha Yuda 1 mstari wa 3 na 4. Sikia vizuri. Yuda ndio. Yuda 1 mstari wa ngapi? Wa 4. Kwanza wa 3. Mstari wa 3. Ndio, ina sura moja tu. Ndio. Nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu, ndio, ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Na mtume Yohana akasema kwamba imani yetu ni nini? Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu ni mwana wa Mungu. Ndio mstari wa 4.
Mstari wa 4. Ndio. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri. Kuna watu waliojiingiza kwa siri. Watu walioandikiwa tangu zamani. Walioandikiwa tangu zamani hukumu hii. Ndio. Makafiri. Makafiri. Wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi. Wanaibadili neema ya Mungu kuwa ufisadi. Nao umkana yeye aliye peke yake Mola. Nao umkana yeye aliye nini? Peke yake Mola. Na Bwana wetu Yesu Kristo. Na Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa ukisema kwenye King James Version hiyo Mola inaitwa the only true God. The only true God, Mungu wa pekee na Yesu Kristo. Kwa maana mtu yeyote akiwa na imani kwamba Yesu Kristo ipo sehemu ya Mungu mmoja, maandiko yanasema ni nani? Makafiri. Sasa tuje kwa Ellen White, huo ulikuwa utangulizi. Ellen White kuhusu Mungu anasema pillar of our faith, the personality of God or of Christ. Sasa anasema hapa kuna mtu alinyosha mkono au sasa ningeomba si present kwanza nimalize. Sasa hiyo mtakuja kuuliza. Sasa ngoja kidogo. Sisi ni watu wa Mungu na tumeanza kwa maombi. Katika nilivyofundisha na nyinyi ni mashahidi. Tulishusha Yesu hapa kwamba hafai ni mwana, au tulisoma fungu tulipoulizwa swali na ndugu. Tulisoma fungu linalodhihirisha kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, au kaula nayo isema kwamba kilichozaliwa na Mungu nacho ni Mungu. Hayo maneno sikuyasema. Kwa nini anatumia uongo? Kwa kutaka kudhalilisha. Sufundishe bila kudhalilisha. Haya, asante. Nadhani pole mzee. Sawa. Mwalimu ujitahidi kueleweka, lakini pia hakuwepo wakati nafundisha. Na alimaanisha hivi, labda mmemsikia? Basi tusimwekee maneno. Mwalimu, endelea kufundisha. Sawa. Na mimi kitu ambacho yuko hivi, kitu ambacho naomba kwanza usipanic. Hoja itajibiwa kwa nini? Kwa hoja. Yaani kama tuone nimepotosha, njoo ninyooshe. Sawa. Mzee, asante. Tumeelewa. Sikiliza kwa makini. Endelee. Nasema those who try to bring in theories that mwalimu, subiri kidogo. Ndio. Tuombe. Mimi naomba tuombe tena. Haya, tuombe. Ili mioyo yetu tumkabidhi Mungu, hata kama tunawezekana tumemkwaza mtu. Tuombe tena. Baba, Bwana wetu Yesu Kristo, maandiko haya ni yako na wewe ndiye uliyaleta kwa mkono wa watumishi wako. Sisi tumezaliwa karne hizi za mwisho, hata manabii hao hatukuwaona katika nyuso zetu, lakini tunatafuta kuelewa kwa ajili ya wokovu wa nafsi zetu na roho zetu. Tupe mioyo ya kuelewa, tusaidie. Tupe mioyo ya kuhurumiana na kupendana. Tuhurumie mfalme wa wafalme, na roho wako wa hekima akashuke katikati yetu na kutuelekeza. Mtumishi wako anapoendelea kusoma maandiko, ukatuelimishe sawa sawa na neno lako. Katika jina la Yesu Kristo, amen. Amen. Asante. Basi tuendelee kwa amani. Naomba nipe 7:38-39 kitabu kile cha Yohana Mtakatifu. Yohana Mtakatifu. Naomba tuende kwa haraka. Na muda wangu leo ambao tumeingia kwenye maombi utaniongezea, sawa? Haya, tuendelee. Yohana sura ya 7:38 mstari wa 38 na 39. Soma. 38 inasema hivi. Ndio. Kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu. Yohana 7. Wewe umesoma 6. 7 mstari wa 38 msomaji. Sawa, asante samahani. 7:38 inasemaje? Imefika mwalimu. Aniaminie mimi kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Tuone kwa kitue. Aniaminie mimi kama maandiko yalivyo nini? Yalivyosema. Mito ya nini? Mito ya maji yaliyo hai yatatoka ndani yake. Kwa tunapaswa kumwamini Yesu kama maandiko yalivyofanyaje? Yalivyonena. Kwa Yesu akisema yeye ni mwana wa Mungu, akisema yeye ni nani, anamaanisha. Kwa kama ndugu zangu upande wa pili katika Kristo tunamwamini Yesu kama maandiko yalivyo nini? Yalivyosema, basi tuko sawa sawa. Nipe tena 10:36 kitabu kile cha Yohana hiyo mtakatifu. Soma. 10:36 soma. Nasema hivi. Nasemaje? Je, yeye ambaye Baba alimtakasa, akamtuma ulimwenguni, ninyi mnamwambia unakufuru kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu? Kwa sababu mimi nilisema nani? Mimi ni mwana wa Mungu. Kwa Yesu alijitangaza ni mwana wa nani? Wa Mungu. Hiyo ndio kesi yake kwa Pilato mpaka akasulubiwa. Hata yule jemedari pale mwishoni akasema hakika huyu ni mwana wa nani? Sababu ilikuwa ndio debate ya wakati ule. Sasa kumbe hatuna shaka kwamba Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Kama Yesu ni mwana wa Mungu, na maana kuna nani? Kuna Mungu.
alafu kuna roho wa nani? Wa Mungu. Sasa huyo Mungu maandiko yanatuambia ni nani? Baba. Ana roho wake pia anaitwa roho wa nani? Wa Baba. 10:20 kitabu kile cha Mathayo. Haraka twende. Tuthibitishe maana kama ndio. Mstari wa 20. Mstari wa 20. Naam. Inasema hivi. Twende kwa haraka sababu ya muda. 10:20 nifika mwalimu. Ndio. Je, mashomoro wawili hawauzi. Hiyo ni ngapi unasema? 10:20. 10:20. Umesoma? 20 sawa, nimekosea kidogo. Umekosea. Kwa kuwa si nyinyi msemao, bali ni roho wa baba yenu asemaye ndani yenu. Bali ni roho wa nani? Wa baba yenu. Kumbe Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Wa Baba, si ndio? Na roho ni roho wa nani? Wa Baba. Kwa maana kuna baba. Sasa baba ni wa nani? Kwa maana kuna baba mwenye roho na mwenye nani? Mwenye mwana. Kwa hiyo sisi tuko bayana, tunaamini katika heaven trio. Hiyo ndio heaven trio ambayo tunaiamini. Mungu, mwana wa Mungu na roho wa nani? Roho wa Mungu. Sasa tuje hapa katika msingi huu kwamba those who seek to remove the old landmark are not holding fast. Twende kwenye Kiswahili tu, ndani nimeshaona nukuu kama nimeiandika. Tuko pamoja Kiswahili ya Kiingereza kama tutakuwa nimeiandika. Twende kwenye lugha ya Kiswahili. Wale wanaotafuta kuondoa alama za kale za msingi hawasimami imara. Hawakumbuki jinsi walivyopokea na kusikia. Wale wanajaribu kuleta nadharia ambazo zimeondoa nguzo za imani yetu kuhusu patakatifu au kuhusu utu nafsi ya Mungu au ya nani? Kristo. Ya Kristo. Wanafanya kazi kama vipofu, wanatafuta kuleta mashaka na kuacha watu wa Mungu wakielea bila nanga. Kwa hiyo Ellen White anaposema Mungu asemi Baba, Mwana na Roho. Anaposema Mungu anamweka kando, na anaposema Kristo anamweka kando. Kando ya nini? Ya Mungu. Hiyo ndio pillar of our faith kama ni Mwadventista msabato. Na tuendelee vizuri. Sasa kuhusu Mungu ni nani? Ellen White UR utaandika mwenyewe na unajua wenyewe sabato wanaje kutafsiri sana. The Lord Jesus Christ, the only begotten son of the Father, is true God in infinity but not in personality. Nafikiri mwenzangu alibainisha hapa kwamba tunaamini kuna Mungu ambaye Baba katika nafsi hii moja, na akabainisha kwamba Yesu tunaamini katika asili nani? Ni Mungu, ila katika nafsi ni mwana wa nani? Sasa nukuu iko hapa kuthibitisha kwamba Kristo ni Mungu kabisa katika asili yake, lakini by personality si nani? Si Mungu. By personality yeye ni mwana wa nani? Wa Mungu. Kama vile Hawa yeye ni Adam by nature, lakini by personality yanaitwa nani? Hawa ama mwanamke. Tuna Adamu huyu mmoja katika nafsi. Ndivyo ilivyo. Sasa twende vizuri. Huu na tunaangalia Mungu kuhusiana na kuhusu Ellen White kuhusu Mungu. Anasema hivi, Christ is one with the Father, but Christ and God are two distinct personage. Kwamba Kristo na Mungu ni wangapi? Ni wawili. Hajasema nafsi mbili katika Mungu mmoja, bali kuna Mungu na nani? Na Kristo. Na maana Mungu ni nafsi ambayo ni Mungu Baba na Kristo akiwa ni mwanae. Sasa tuje katika pointi nyingine ya haraka. Anasema hivi, Scripture clearly indicates the relation between God and Christ, and they bring to view as clearly the personality and individuality of each. Anatumia Ibrania 1:1 mpaka mstari wa 5. God is the father of Christ. Christ is the son of God. To Christ ours has been given an exalted position. He has been made equal with the Father. Naona amefanywa kuwa sawa. Si kwamba ni sawa by nature. Kafanywa kuwa nini? Sawa. Na usawa wake utasoma 5:18 kitabu cha Yohana, usawa wake ni upi? Hebu nisome tu andiko haraka. So all the counsel of God, 5:18, all the counsel of God are opened to his son. Sasa kama kuna hoja ya Kiswahili mtu atataka nitafasiria 5:18. Huo usawa ni upi? Soma 5:18 anasema basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua, kwa kuwa hakuivunja sabato tu, bali pamoja na hayo alimwita Mungu baba yake, akijifanya sawa na Mungu. Kumbe na maana Yesu kuwa sawa na Mungu anamwita Mungu nani? Baba yake. Huo ndo nani? Usawa. Si sawa na kutoshana kwa maana ya iko ndiko waitana kama Rumi inavyosema. Sasa kwa sababu ya muda naomba tukimbie kuhusu Mungu mmoja. Ellen White anasemaje kuhusu Mungu mmoja, ambao ndio ugomvi mboko hapa. Ellen White Experience in Australia, page ya 213 para ya kwanza, sema hakuna tabaka kwa Mungu. Vyovyote vile rangi zetu au taifa, vyovyote vile wadhaifu au matajiri au maskini, tunaweza kuwa Mungu mmoja ni baba yetu. Tunaweza kumjia na kumuuliza kwa ajili ya mambo ambayo tunahitaji. Kwa Ellen White aliposema Mungu mmoja anamaanisha nani kanisa? Baba. Ni baba yetu.
Si Baba, Mwana na Roho. Anasema tena kitabu hiki hapa, Ellen G. White, Ministry of Healing, ikiandikwa mwaka 1905 page 409. Anasema hivi, maarifa kuhusu Mungu ni msingi wa elimu yote ya kweli na huduma yote ya kweli. Ni ulinzi pekee na halisi dhidi ya majaribu. Na huu pekee ndio unaweza kutufanya tuwe kama Mungu katika tabia. Haya ndio maarifa yanayohitajika. Sasa naomba tuende kwa haraka chini hapa. Kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote ipasavyo uzima na utauwa. Petro wa kwanza 1:3. Huu ndio uzima wa milele, asema Yesu, wakujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Yohana 17:3. Kwa Ellen White kuhusu Mungu wa kweli na wa pekee kasema ni Baba, Mwana, Roho? Hapana. Kasema ni nani? Ni Baba. Sasa sikia vizuri hii nukuu. Ellen G. White, General Conference Daily Bulletin, Februari 17 mwaka 1997, anasema hivi, 18. Walinzi juu ya kuta za Sayuni, watu wanakuuliza, je, mlinzi, habari gani za usiku? Je, unaweza kuambia kwa uhakika na mamlaka, mchana unakuja na usiku pia. Mungu ni Baba yetu. Kristo ndiye Mwokozi wetu. Huo ndo walinzi wa Sayuni wanaambiwa waiti kwa mjibu wa Ellen G. White. MS 40 mwaka 1991 para 78, anasema hivi, hebu wamishonari wa msalaba watangaze kwamba kuna Mungu mmoja na mpatanishi mmoja kati ya Mungu na nani? Na mwanadamu, ambaye ni Yesu Kristo, mwana wa nani? Mwana wa Mungu asiye na ukomo. Hili linahitajika kutangazwa katika kila kanisa katika nchi yetu. Wakristo wanahitaji kujua hili na si kumweka mwanadamu mahali ambapo Mungu anapaswa kuwa, ili wasiwe tena waabudu sanamu, bali Mungu aliye hai. Ibada ya sanamu ipo katika makanisa yetu. Kwa maana mtu yeyote ambaye anasema kuna Mungu mmoja, ni Baba na Mwana, Roho, na maana anafanya ibada nini? Ya sanamu. Kwa hiyo mishonari wa kweli katika imani ya Kiadventista anatakiwa kutangaza kwamba kuna Mungu mmoja tu na mpatanishi ni mmoja kati ya Mungu na wanadamu. Sasa tuendelee vizuri katika kitabu hichi cha Testimony Gombo la 9. Wacha wamshukuru Mungu kwa rehema zake nyingi na kuwa wenye fadhili wao kwa wao. Dakika 10, umebakiza dakika 3. Wana Mungu mmoja na Mwokozi mmoja na Roho moja. Roho wa nani? Wa Kristo, mleta umoja kati ya safu zao. Kwa hiyo kama kuna hoja ambayo inaitwa even fail, hiyo ndio tunachokiamini kwamba Mungu ni huyu, Mwokozi ni huyu, mwana wa nani? Wa Mungu, na Roho huyu moja. Hiyo ndio imani yetu. Kwa hiyo tunaposema Mungu mmoja, atuseme Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho. Mungu mmoja ni nani? Baba. Na kuna Bwana huyu mmoja, Yesu Kristo, mwana wa nani? Wa Mungu, na Roho huyu mmoja ambaye ni Roho wa Mungu na Roho wa nani? Wa Kristo, ambao tayari shafanuliwa hapa. Kama dakika 2 zimebaki, sasa kuna zile hoja za even show. Kuna muda maswali huko, labda kuna mahali hapo kidogo tuliteleza kwenye kuingia ndani na kutoka, na tulitamani kufikia saa 9:30 tuwe na mada nyingine, si ndio? Endelee na hii basi, tumwache amalizie au turuhusu maswali? Yani dakika zake zishaisha. Ile mlinisabia na zile ambazo tulipiga magoti kila kitu. Maana hapa dakika 2 baki, dakika 2 zibaki. Ndio hivyo, tuendeje? Saa 9 dakika 25. Saa 9 dakika 15 tutakuwa tumaliza. Ndio hiyo 25 15 dakika 5. Okay, mimi ndo nilichanganya au utakuwa nilivuruga. Sawa. Haya, tuende kwa namna gani? Tushamaliza, yani muda wa maswali tumeula, ndio tupendekeze tuendeje sasa hapo? Okay, turuhusu maswali sasa. Sawa, okay, ngoja waulize maswali. Nataka mmoja wa kujibu maswali utakuwa unaeleza na nukuisha. Okay, kuhusu na ile hoja zile, si ndio? Asante. Ni tena maji kama sana na maji, naomba na maji. Lakini kuna hoja alizitoa hapa baba ambazo zilikuwa na nguvu ila hajazigusia, si ndio? Hata mimi kuna ambazo sijazigusia, zile za evangelism na nini. Lazima sisi katika kuanza kwetu yani si karibu. Asante sana. Unajua kuna sehemu watu wanakwama, lakini hakijaharibika kitu maadamu tupo, ndio si ndio? Na kwa kuwa tupo tunaweza tukakinyosha. Karibu. Tukitazamana kwa namna ya kupingana, hilo nililisema mapema sana. Nadhani ulikuwa haujaji.
Tukiongea kwa namna ya kupingana hatufiki popote. Hata nilinukuu maneno ya kwenye TM kwamba hata na Mama White aliandika kwamba hata mtoto mdogo anaweza kajenga hoja ukashindwa kuifanyaje, kuijibu. Lakini tukienda kwa imeandikwa na kwa kusudi la kutaka kueleweshana kimaandiko, kuelewana vinawezekana. Kama mada yetu ingekuwa moja kwa moja kwamba tunataka kuzungumza Mungu mmoja, hapo tusingekuwa na muda wa kuchukua ule muda wote. Lakini tulichokuwa tunamaanisha ilikuwa ni mtazamo wenu. Hapa hatusiogope kusema nyinyi na sisi, si ndio? Kwa sababu tayari mitazamo inaonekana iko tofauti, si ndio? Ilikuwa ni kuona mtazamo wenu kuhusu Roho Mtakatifu na mtazamo wetu kuhusu Roho Mtakatifu, na wala hakuna habari zingine nyingi ambazo tungezunguka huku na huku, tunge point moja kwa moja. Na ndio maana na mimi katika kuzungumza kwangu sikujikita kwenye habari ya Yesu mnamchukulia kama nani, kwa sababu alivyoeleza ndugu huyu ambaye sijashika jina lake, Masawe, hata na wewe najua kwamba pale yale mafungu yote mnayoeleza, hata hayo nukuu za Ellen G. White, sisi hatuna shida hapo. Naomba mtuelewe vizuri kabisa. Labda lugha, ukakamavu, maelezo vinaweza kuwa tofauti, lakini hatuna upinzani kuhusu hivyo mnavyoeleza Yesu na Mwana, Baba na Mwana. Hapo hatuna shida. Shida ilikuwa kwenye kufafanua na kuelewa kuhusu nani? Roho Mtakatifu. Na hapo ndipo ungeenda, na ninapenda na wewe niliposema kwamba umeyazungumza, ulizungumza ukasema kwamba unamuona Roho ndani ya Baba. Baba hawezi kaishi bila Roho. Roho huyo huyo yuko ndani ya Mwana. Roho huyo huyo yuko ndani ya watu wake. Ndivyo ulivyoeleza. Lakini haukutupatia fungu wala andiko la Ellen G. White. Lakini sisi, kwa sababu unapotaka kumsaidia mtu unamsikia kwanza, kama ndugu alivyosema. Tumesoma kwenye evangelism mpaka kulikuwepo na maswali mengi kuhusu kukichambua kile kitabu. Sasa yale mafungu yanayohusu Roho Mtakatifu kwamba sio nafsi ndio mtupatie, basi biashara yetu itakuwa imeisha. Asante. Naomba nieleze kidogo hapo. Asante ndugu Misheri. Mara ya kwanza kati ndugu wamekuja wenzako, tulidiskasi Mungu ni nani kulingana nini na maandiko. Tukisema Mungu ni nani kulingana na maandiko, na maana tunabeba kuhusu pia Baba mwenyewe, tunabeba pia na Mwana, lazima iguse pale, na Roho Mtakatifu. Sasa kama huko tumeelewana kwamba kuna Mungu mmoja aliye Baba, si ni jambo jema kulingana na nilivyomsikiza Misheri, na kuna mwana wa Mungu Yesu Kristo. Haleluya. Kuna mwana wa Mungu Yesu Kristo, na wote tumekubaliana kwamba mwana ni nani? Ni Mungu. Sasa kumbe shida imebaki kwa Roho ni nani? Kwa mwalimu aliyotangulia aliweka wazi kitu, namsikia hivi, sisi kwamba si kwamba hatuamini Roho Mtakatifu ni nafsi, lakini ni nafsi kwa namna gani? Ni nafsi kando ya Baba na Mwana, au ni nafsi ambayo inamwakilisha Baba na nani? Na Mwana. Sasa naomba unisikilize kwa issue ya Roho Mtakatifu. Na kabla sijaenda mbali, naomba tuweke view hii ambayo itakuwa itatusaidia sana. Sababu fundisho la Utatu aliamini kwamba Mungu ana umbile. Yaani Mungu wao ni msambaratiko tu. Katika imani ambayo tunaamini hapa, tunaamini Mungu wetu ni nafsi yenye kuonekana. Ni literal and tangible kwa English. Kwamba ni Mungu halisi ambaye tutafanyaje? Tutamuona siku za mwisho. Eli wenye moyo safi maana hao watamuona nani? Mungu. 5:8 kitabu kile cha Mathayo. Kwa upande wa pili, kwa ndugu zangu kina Misheri katika Kristo, hilo jambo kabla sielezea nchi ya Roho, maana inahusika na hiyo, ili nisijaribu kuelezea sana sababu ya muda. Je, tunakubaliana kwamba Mungu wa Biblia ni Mungu mwenye umbile la kuonekana, la kushikika? Mlisoma? Roho ni nafsi. Ukasikia kwamba yeye anataka kwamba roho sio nafsi, ndio tunataka mtusikie kwa maandiko bali sio nafsi. Okay, asante. Sasa hoja kwanza, hiyo hoja tushaitoa, umerejesha tu kwamba sisi hoja yetu
si tena roho ni nafsi, si nafsi. Hiyo sio hoja tena, hiyo tushaliongea. Hapa iwe ni nafsi kwa namna gani, ama roho ni nani kwa ujumla wake. Nafikiri ndio ingekuwa ni hoja nzuri zaidi kwa upande wetu, maana sisi hatuna ugomvi wa sura ya nafsi. Ipo sababu kitu ambacho kinamwakilisha Mungu mwenyewe, ina maana kiwezi kuwa kitu kingine. Lakini kusema kwamba roho ana umbile, ana nini, ana umbile kama alivyo Baba na nani na Mwana, hapo kidogo hataweza kukubaliana nao, sababu katika 28:39 kitabu cha Luka ndio samani. Nadhani pia tuna haja na wao watuambie wanaposema nafsi ndio wanaelewa ni nini, yani ukisema kitu ni nafsi. Nafikiri tutawapa nafasi sawa, watazungumzia. Sasa naomba mimi nijikite kuhusiana na ishu ya Roho Mtakatifu. Hebu na mashine tena, hebu itoe hapo, itoe kabisa, weka pale na nyingine. Yes, end usiendi, yani itoe ingie nyingine. Aya, uzuri nukuu tumeziandika hapa. Roho Mtakatifu ni nani? Sasa naomba tunijikite kwa Ellen G. White kwanza. Kwanza nipe kitabu kile cha Mwanzo 1 kitabu mstari wa 2, tuweke msingi. Tuna kwa haraka. Nifungulie kabisa maji. Mwanzo 1 mstari wa 2. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Roho ya nani? Ya Mungu. Imeandikwa roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa nini? Wa maji. Yoeli 2:28. Soma. Yoeli sura ya 2. Kwa tumeshajua kwamba Roho Mtakatifu ni roho ya nani? Ya Mungu. Ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Sasa hiyo ndio roho ambayo Mungu ametupa watu wake. Soma andiko hilo. Tenda kwa haraka haraka. Yoeli, mbona inanipotea? Yoeli 2:28. Soma hata kwa simu basi. Sawa. Mfungulie simu hapo ili tuokoe muda. Maana tuna muda mchache. Yoeli 2:28. Kwa hiyo roho ya Mungu itakuwa ndio baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Ndio. Na wana wenu waume kwa wake watatabiri. Inatosha. Kwa hiyo roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa nini? Wa maji. Nasema siku za mwisho Mungu anasema atamimina roho yake. Sasa tunaamini roho inayomiminwa nani? Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunaposema kwamba roho ni nafsi kwa namna gani, pia ndio sasa ufafanuzi tunakuja kuelezea. Anakuwa ni nafsi kwa sababu anabeba utu au personality ya nani? Ya Mungu mwenyewe. Sasa lakini siri ni roho ya nani? Ya Mungu ambayo inamwagwa. Ndio maana katika Biblia uje kusikia Mungu Baba anamwagwa, uje kusikia mwana wa Mungu anafanyaje? Anamwagwa, bali roho yake anaimwaga roho yake juu ya wote wenye nini? Wenye mwili. 61:1 Isaya. Haraka. Isaya. Ndio. Haraka. Isaya 61 mstari wa kwanza. 61:1 inasema. Nasemaje? Roho ya Bwana Mungu juu yangu. Roho ya nani? Ya Bwana Mungu. Ina maana Bwana Mungu ana nini? Ana roho. Bwana Mungu ana nini? Ana roho. Roho ya Bwana Mungu iko juu yangu. Umesoma Luka 4:16 kuendelea. Yesu anasema roho wa Mungu iko juu yangu. Ingawa kwenye Agano Jipya imetumika roho wa Mungu, Agano la Kale imetumika nini? Roho ya nani? Ya Bwana. Ila kwenye English ni Spirit of God. Kwa roho ya Mungu iko juu yangu. Kwa mfano tu nipe 2:1 kitabu kile cha Daniel. Tuweke msingi wa Biblia. Inasemaje? Daniel. Ndio. Sura ya 2 mstari wa kwanza. Hata katika mwaka wa 2 wa kumiliki kwake Nebukadneza, Nebukadneza aliota ndoto, na roho yake ikafadhaika. Na roho yake ikafanyaje? Hamwacha. Kwa Mungu alituma kwa mfano wake. Tuko pamoja? Kwa Bwana Mungu ana roho na sisi katokea nini? Roho. Kwa roho ya Nebukadneza ikafanyaje? Ikafadhaika. Sasa je, roho ya Nebukadneza ikifadhaika inakuwa Nebukadneza mwingine? Bali inakuwa ni utu wake mwenye unaofadhaika. Kwa hiyo roho ya Bwana Mungu iko juu yangu. Kwa hiyo Bwana Mungu ana roho. Kwa maana katika Korinto wa pili sura ya 2 ule mstari wa 11 kuna comparison. Hebu tulilo andiko vizuri. Korinto wa pili sura ya 2 mstari wa 11. Ndio.
Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11. Maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu? Ila roho ya nini? Ila roho ya binadamu. Nebukadneza alikuwa na roho, ikafanyaje? Ikahuzunika. Tuko pamoja? Kwa hiyo inafahamu huzuni ya nini? Ya Nebukadneza. Endelea. Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila roho wa Mungu. Spirit of God. Ingekuwa kwenye Agano Kale kiandikwa roho ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba Mungu ana roho yake na ametuma, na kupitia hiyo roho anakuwa pamoja nasi. Kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wa 24. Haraka msomaji. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:24. Ndio. Inasema hivi. Inasemaje? Naye azishikae amri zake, ukaa ndani yake, naye ndani yake. Ndio. Na katika ili tunajua ya kuwa anakaa ndani yetu kwa huyo roho aliyetupa. Kwa Mungu anayekaa ndani yetu nani? Ni roho. Mungu. Soma vizuri andiko. Unaona mnapotisha maandiko. Soma andiko vizuri. Anayekaa ndani yetu. Naye azishikae amri zake, ukaa ndani yake, yeye naye ndani yake. Na katika ili tunajua ya kuwa anakaa ndani yetu kwa huyo roho aliyetupa. Kumbe Mungu anakaa wapi? Ndani yetu kwa huyo roho aliyetupa. Na formula ya Mungu kukaa ndani yako ni 4:15 Yohana hiyo. Soma. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:15. Inasemaje? Inasema hivi. Kila akilie ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Mungu ukaa ndani yake. Kumbe anakaa ndani yetu kwa kile Yesu ni nani? Yesu ni mwana wa Mungu. Na anakaa ndani yako kwa njia gani? Ya roho wake. Basi siku za mwisho atamimina roho nini? Roho yake juu ya wote nini? Wenye mwili. Na sisi hatuwezi kumtenga roho wa Mungu na nani? Na Mungu. Kwa ni nafsi kama Mungu alivyo nafsi, kwa sababu anauwakilisha utu wa nani? Wa Kristo. Utu wake mwenyewe. Kwa kudhibitisha hicho kidogo katika mtazamo huu wa kibinadamu, kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 3. Soma. Wakorintho wa kwanza. Ndio, sura ya 5 mstari wa 3. Sura ya 5 mstari wa 3. Inasemaje? Kwa maana kweli nisipokuwepo kwa mwili, huyo Paulo anasema, lakini nikiwapo kwa roho. Lakini nikiwepo kwa nini? Kwa roho. Ndio. Mimi mwenyewe nimekwisha kumhukumu yeye aliyetenda jambo. Anaongea na Wakorinto. Kana kwamba nikiwapo. Anaongea na nani? Na Wakorinto. Kwa Paulo hayupo kwa mwili Korinto, si ndio? Lakini anakwepa kwa nini? Kwa roho yake. Ile roho inapokuwa inamwakilisha inakuwa si nafsi, inakuwa nafsi. Kwa nafsi. Sababu inabeba utu wa nani? Wa Paulo. Mawazo ya nani? Paulo. Kwa hiyo ukiwa na roho wa Mungu ndani yako unakuwa na mawazo ya nani? Ya Mungu. Unakuwa na tabia ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo ukipewa roho wa Mungu unapewa maisha ya nani? Ya Mungu. Tuko pamoja paka hapo? Hiyo ndivyo inapokuwa katika maandiko matakatifu. Hebu usanipe 24:39 kitabu kile cha Luka hapo tuangalie roho ina nini. Haraka twende. Kitabu cha Luka 24:39. Sura 24 mstari wa 39. Inasema hivi. Nasemaje? Sema hivi. Tazameni mikono yangu. Kwanza tuanze mstari wa 38. 38. Ndio. Akawaambia, mbona mnafadhaika? Na kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono yangu. Tuanze 37 tu tuone. Wakafadhaika pale kwa sababu wakashtuka. Wakaogopa sana wakidhani ya kwamba wanaona roho. Kwa sababu umeona nini? Roho. Endelea. Akawaambia 39. Tazameni mikono yangu na miguu yangu. Ya kuwa ni mimi mwenyewe. Ya kuwa ni nani? Ni mimi mwenyewe. Nishikeni muone ya kuwa roho haina mwili wala na mifupa. Na nini? Kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Naona mimi kuwa nini? Kuwa nayo. Kwa maana Mungu anasema roho yake ikimwakilisha inamwakilisha si kama mtu mwingine bali roho yake. Ndio maana Mungu ameenea. Ukisoma ile Zaburi 139 kwa njia ya roho Mungu yupo kila sehemu. Kwa niende wapi nijiepushe na roho yako? Nikienda kuzimu wewe uko. Asemi roho iko. We uko. Na maana anakuwepo nasi kwa njia nini? Omnipresent. Omnipresent, yani kwa roho wake mtakatifu. Sasa tuendelee hapa katika Ellen White asema hivi. By spirit the Father and the Son will come and make their abode with you. Hebu nisome 14:3 kitabu cha Yohana hapo. Ndio hicho ambacho Ellen White anakifafanua hapo. Kwa Mungu na mwanae wanakaaje ndani yetu? Soma. 14. Inasemaje? 23. 14:23. Yesu akajibu. Ndio. Akamwambia. Mtu akinipenda atalishika neno langu. Ndio. Na Baba yangu atampenda. Na nani? Na Baba yangu atampenda. Na nani? Na Baba yangu atampenda.
nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Kwa maana nasi ni wangapi? Wawili. Nasi ni wangapi? Wawili. Tuko pamoja? Sasa kabla tujiweka ile andiko, nipe kitabu kile cha Zakaria sura ya 6 mstari wa 13. Angalia maagano yote ya utukufu wa Mungu ni hayo. Soma Zakaria 6:13. 6:13. Ndio. Inasema mwalimu. Naam. Yeye atalijenga hekalu la Bwana. Naye atachukua huo utukufu. Ataketi akimiliki katika kiti chake cha enzi. Na kutakuwa na kuhani katika kiti chake cha enzi. Na shauri la amani litakuwa kati ya hao wawili. Wangapi? Wawili. Na Yesu anasema kwamba ukinipenda, Babangu atafanyaje? Atakupenda. Nasi Baba na nani? Na Mwana. Tutakuja wapi? Kwake. Sasa anakujaje hapa? Anasema by the spirit of the Father. By the spirit. By the spirit the Father and the Son will come and make his abode with you. Kwa Yesu anaposema nitakuwa nanyi mpaka mwisho wa nini? Wa dahari. Anakuwa nasi kwa njia gani? Ya Roho Mtakatifu. Sikia sasa, pasikia hapa anaposema it deserve this ya Kiingereza 166 para ya ngapi? Ya pili. While Jesus ministers in the sanctuary above, he is still by spirit the minister of the church of the on earth. Kwa Kiswahili nasemaje? Kwamba wakati Yesu anahudumu katika patakatifu juu, bado kwa roho wake ni mhudumu wa kanisa la duniani. Bado kwa roho wake ni mhudumu kwa kanisa la nini? Kwa maana ni Kristo mwenyewe ametujia kwa njia gani? Roho yake. Kwa Kristo ndio yupo kati yetu, ni mpatanishi kati ya Mungu na nani? Na wanadamu. Kwa Roho Mtakatifu anakuwa ni mwakilishi, Roho wa Mungu, Roho wa Mwana, ambaye ni Roho wa Mungu ndio Roho wa Kristo. Tuweke tumsingi 8:9 kitabu kile cha Warumi. Kwa Roho Mtakatifu ni Roho wa Mungu na Roho wa Kristo. Kwa Roho wa Mungu anapokuja ndani yetu ni Kristo na Mungu mwenyewe wako kwetu. Lakini nasemaje? Ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yetu, ninyi hamfuati mwili, bali mwaifuata Roho. Bali mwaifuata nini? Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Sikia sasa hapa. Afu nitaachia hapo kama kuna swali DJ, afu nitakuja kwa nukuu. Inasema hivi: the greatness of God is to us incomprehensible. The Lord's throne is in heaven. Zaburi 1:4. Yet by his spirit he is everywhere present. Ndio hiyo Zaburi 100 na ngapi? 39. Kwa maana Mungu akiwa mbinguni kwenye kiti cha nini? Cha enzi, lakini anakuwa everywhere. Kwa nini? Kwa Roho. Kwa maana Roho si Mungu mwingine ambaye anajitanua na kujieneza. Ndio fundisho ambalo Ellen White alipiga vita ndani ya kanisa kupitia Kerog. Ndio mnaelewa kitabu cha Living Temple. Ndio mnakielewa, nitakizungumzia hapa. Living Temple. Kerog alimtengeneza Mungu Roho Mtakatifu anayeenea nje ya Baba, akakemewa na Ellen White. Nitasoma hapa pia. Sasa mwisho nukuu, in giving us his spirit God give us himself, making himself a fountain of divine influence to give health and life to the nini? To the world. Kwa Mungu anapotoa roho wake anajitoa nini? Mwenyewe. Roho yake, maisha yake, kila kitu amejitoa mwenyewe kwa namna ya uwakilishi. Kwa Roho Mtakatifu ni mystery kubwa. Nafikiri Kichiganga nimemsikia anasema nuku moja hapa kwamba the nature of the Holy Spirit is mystery. Hajaongea identity of Holy Spirit. Hatujakatazwa kujifunza identity. Usipojifunza identity ya Roho Mtakatifu utapotea, ndugu yangu Chiganga. Lakini tumekatazwa kujifunza mystery. Nini? Asili ya nini? Ya Roho. Sababu wewe utajua mapana ya Roho wa Mungu. Tumeonya kwenye Yakobo, andiko tu nimesahau. Ni nani ambaye anajua mapana ya Mungu? Ni kina kirefu kuliko nini? Bahari. Kwa hiyo sasa huwezi kujua by nature, ila tutajua by identity. Mungu amejitambulisha. Ndio maana tunaonywa hivi, kitabu kile cha waraka kwanza Yohana 4 mstari wa kwanza na wa pili. Lazima tujue roho wa uongo na roho wa nani? Wa Mungu. Hiyo ni by identity. Tutakuja hapo pia. Katika elimu ya kujua roho wa Mungu. Ndio. Kila roho ikilio ya kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. Anza mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza. Wapenzi, msiamini kila roho. Bali zijaribuni hizo roho. Kwamba zimetokana na Mungu. Kwa sababu ndio manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Katika ili mwajua roho wa Mungu, kila roho ikilio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu.
Kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Ndio. Na ndio roho ya mpinga Kristo ambayo umesikia kwamba yaja na sasa imekwisha kuwako duniani. Kwa hiyo msomaji, tunapaswa kujua identity ya nani? Ya roho. Tusipojua tutadanganya na roho, tudanganya. Na siku za mwisho watu watajitenga na imani na wakisikiliza roho zidanganyazo. Kwa lazima tujue roho ya shetani au mashetani na tujue roho ya nani? Ya Mungu. Roho ya Mungu tunaipata katika Kristo by identity, si by nature. By nature hata Kristo huwezi kumfahamu. Hata sisi wenyewe, hata hapo mwenyewe mawazo yako au mawazo yangu mimi naweza nikayafahamu? Huwezi kuyafahamu, ni roho yako mwenyewe. Sasa kwa Mungu itakuwaje? Sasa tunajifunza by identity. Sasa kwa ufupi huo, kabla sijaingia katika zile nukuu zile za nafsi ya tatu ya uungu, even trio na ile ya evangelism ya ngapi ile 600 na ngapi, kuhusu ile sasa hizo tatu mbona naziweka kipolo, nitakuja sasa kuzibainisha ina maana gani. Sasa kama kuna swali hapo nikaribishe. Nimalizie. Asante. Mungu awabariki sana. Sasa tuende kwenye hoja, nafsi ya tatu ya nini? Ya uungu. Nafsi ya tatu ya uungu ni nini? Cha kwanza hilo neno tu limesema nafsi ya tatu ya nini? Ya uungu, si nafsi ya tatu ya nani? Ya Mungu. Mungu anaitwa God kwa English na uungu unaitwa God head. Ni kama unavyosema au deity kifupi nini? Mnaosema matero mengine imesemeka God head, mengine deity. Deity ni uungu. Na ni kama unavyosema ubinadamu. Hivi ubinadamu kwa Kiswahili nini? Kwa Kiingereza sorry. Humanity, si ndio? Ni kama unasema humanity and God head. Kwa ubinadamu na kwa mwanadamu ana nini? Ubinadamu. Humanity, ubinadamu. Na Mungu ana nini? Ana uungu. 1:20 Warumi. Kitabu cha Warumi. 1:20. Nasemaje? Nasema hivi. Kwa sababu mambo yake yasionekana tangu kuumbwa kwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake yaani uweza wake wa milele na uungu wake hata wasiwe na udhuru. Tuko hewani? Angalia vizuri. Tuko hewani hata wasiwe na nini? Na udhuru. Kwa maana kwa msomaji wangu kuna neno uungu hapo ambao kwenye English ni Godhead. Hapa anaelezewa nani? Si Mungu. Kwa uweza wake wa nini? Wa milele na uungu wake. Na maana kuna mmoja ambaye ana uungu wake. Sasa tuangalie huyu ambaye ni baba ambaye anaelezewa hapo. Tusome kitabu kile cha Wakolosai 1:19. Some. Wakolosai. Ndio. 1:19. Nasemaje? Kwa kuwa katika yeye ilimpendeza utimilifu wote ukae. Ilimpendeza utimilifu wote fanyaje? Ukae. Anaongelewa nani hapo? Yesu Kristo. Sasa soma 2:19, ni utimilifu gani ambao unakaa kwa Yesu? 2:19. Ndio. Sasa ukisoma soma 2:19 inasema, chukua hapa King James Version. Wala akishiki kichwa. Unasoma ngapi hiyo? Wakolosai ngapi? 2. Ngapi? Mstari wa 19. Mstari wa 9? Mstari wa 9 inasema hivi. Maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa nani? Wa Mungu. Sasa naomba kusoma kwenye King James Version ndio inaelezea vizuri hapa. Mimi naiamini King James Version sana kwa sababu ndio agizo la nabii tuisome na evidence kubwa. Tafsiri yake ni very powerful, ni Biblia ya Kiprotestanti wa Reformers. Soma hiyo 2:9 kitabu cha Wakolosai King James Version. Wakolosai, Colossians. Si hapo chapter 2:9. Inasemaje? King James Version inasema hivi. Ni King James Version. Soma. For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Kumbe katika Yesu unakaa utimilifu wote wa nini? Wa uungu. God head. Kwa ina maana kule Mungu ana nini? Ana uungu. Na kwa Kristo katika 1:19 wa Kolosai ilipendeza utimilifu wote ufanyeje? Ukae.
na maandiko katika 2:9 nasema kwamba kwake umekaa utimilifu wote wa nini? Wa uungu. Bwana asifiwe. Sasa hii inaungana na nini? 1:5-26 kitabu kile cha Yohana. Waraka wa kwanza Yohana. Waraka kwanza na Yohana yenyewe mtakatifu 5:26. 5:26. Inasemaje? Inasema hivi. 26 nasema. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Vivyo hivyo alimpa mwana uzima nafsini mwake. Tunaambia kwamba uungu, si ndio baba? Ni wa nani? Wa Baba. Na kwa mwana ilipendeza fanyaje? Ukae utimilifu wote wa nani? Wa Mungu. Sasa na sisi pia katika Kristo tunapokea kile Kristo alichofanyaje? Alichopokea. Petro wa kwanza 1:3 na 4. Twende. Waraka wa kwanza wa Petro. 1:3. Sura ya kwanza. Sura ya kwanza mstari wa 3 na 4. Mstari wa 3 inasema, ahimidiwe Mungu. Tende Petro wa pili. Waraka wa pili wa Petro. Sura ya kwanza. Ndio. Mstari wa pili. Mstari wa 3. Mstari wa 3. Inasemaje? Kwa kuwa uweza wake wa uungu. Kwa kuwa uweza wake wa nini? Wa uungu. Tumesoma kule katika 1:20 Warumi, uweza wa nini? Wa uungu. Sivyo? Endelea. Kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Endelea mstari wa 4. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu. Mpate kuwa washirika wa tabia nini? Ya uungu. Sasa ukisoma kwenye King James Version haitumii tabia, inatumia asili ya nini? Ya uungu. Kwa kudhibitisha sababu tunatuangalia. Isome. Ni Petro wa pili 1 mstari wa 4. Waraka wa pili wa Petro 1 mstari wa 4 inasema hivi. Ndio. Inasema hivi, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these you might be partakers of the divine nature, having escaped. You may be partaker of divine nature. Divine nature. Asili ya nini? Ya kiungu. Ambayo kwa nani? Kwa Mungu. Kwa Mungu. Kwa Yesu ikapendeza ifanyeje? Ukae wote. Na sisi tunakuwa nini? Washirika wa tabia asili ya nini? Ya uungu. Ndio maandiko yanasema ndinyi nini? Miungu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo tukifika mbinguni tutakuwa tuna tabia kama ya nani? Ya Mungu na ya mwanawe. Sasa tuje kwa Ellen G. White ambao tunaamini kabisa Ellen G. White atapingana nini? Na Biblia. Maana yeye si Biblia, bali yeye ni roho ambaye anashuhudia nini? Biblia. Sasa chukua kitabu hicho hapo, Tukilizao Pages. Kiko hapo, nimeweka kalamu kabisa hapo. Umekiona? Hicho hapo. Mbele yako. No, hicho hapa. Hicho hapa. Desire of Wedge, nimeweka kalamu. Desire of Wedges kwa Kiswahili tumaini la vizazi vyote. Ni English kabisa ile 671 hapo. Nimekupigia na mistari hapo. Sasa tuangalie hapo kuhusu nafsi ya tatu ya nini? Ya uungu. Sasa tumeshajenga hoja kwamba si nafsi ya tatu ya nani? Ya Mungu, bali ya nini? Ya uungu. Sasa hiyo nafsi ya tatu ya uungu nini? Soma maandiko. Nimekupigia hapo. Nimekupigia mistari hapo. The power of the evil. The power of the evil. Hii kitabu cha Isaya ukurasa wa 414 kwa Kiingereza 671. Ndio. Soma. Lakini chapter inaitwa Let not your heart be troubled. Roho yako isifadhaike. Ndio. The power of the evil. The power of the evil. Nguvu ya uovu. Had been strengthened for centuries. Imejiimarisha kwa karne. And the submission of men. Na kuwatawala wanadamu. To this satanic captivity. Kwa hii ufungo wa kishetani. Was amazing. Ni waajabu. Sin could be resisted. Dhambi ingeweza kushindwa. And overcame. Only through the might agents. Kwa kupitia nguvu kubwa, wakara mkubwa. Ndio, wakara mkubwa. Of the third person of the Godhead. Nafsi ya tatu ya nini? Ya uungu. Endelea. Ndio. Would come with no modified energy. Ambaye ingekuja bila
nguvu iliyorekebishwa, but in the fullness of divine power. By fullness of divine power. Kwa ukamilifu wote wa nguvu za Mungu. Ndio. Kwa inakuja kwa nguvu za nani? Za Mungu. Hiyo nafsi ya nini? Ya tatu. Endelea. Ya Mungu. It is the spirit, ni roho, ndio, that makes effectual what has been worked out by the word redeemer. Sasa naomba nenda kaangalia chini hapo, nimepigia kwamba Kristo utupa roho yake. Soma hapo. Christ has given his spirit. Sasa naomba hapa, sasa watu wengi wapenda kushika hapo. Kristo anatupa nini? Roho yake. Roho yake as a divine power. As divine power. Yaani anatupa roho yake kama nguvu za nini? Ya kiungu. To overcome all hereditary and cultivated tendencies to evil. Asante. Kumbe tuna Kristo ndiye anatupa nini? Roho yake. Ili ku-overcome nini? Dhambi iliyoimarishwa kwa miaka mingi. Kwa nafsi ya tatu ya uungu ni roho nani? Wa Mungu. Roho wa Kristo. Tuko pamoja paka. Kwa roho wa Kristo ndio nafsi ya tatu ya uungu ambayo inakuja by divine power from the nini? The God. Na tumeambiwa katika ile 1:20 kitabu cha Warumi kwamba uungu utakuwa kwa nani? Kwa Baba. Na kwa maana unafanyaje? Unakaa. Nasi unatufikia kwa njia gani? Ya roho wa Kristo. Bwana asifiwe. Kwa nafsi ya tatu ya uungu ni roho wa Kristo. Kwa Kristo, kama umesoma Kiswahili, ina maana Kristo anapokuwa mbinguni, si ana uungu wake. Na Baba na nini? Ana uungu. Kwa Kristo anapokuja kuleta roho wake, ina maana anatujia mwenyewe kwa njia ya roho. Kwa hiyo inakuwa ni nafsi ya nini? Ya tatu, kwa maana yake kwamba ni Kristo amewakilishwa ndani ya kila mmoja wetu sisi. Kitabu kile cha Waraka kwanza 5:14-13, kitabu cha Waraka kwanza Yohana. Afu tutakuja sasa ile even trio ambayo tunataka tuje hapo even trio na pamoja na ile nature of Holy Spirit. Soma Waraka kwanza wa Yohana 5:13. 4:13. Waraka kwanza wa Yohana 4:13 inasema, katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake, naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha roho wake. Bwana asifiwe. Kwa maana Kristo anapotushirikisha roho wake, na maana roho analeta personality ya nani? Ya Kristo ndani yetu. Kwa Kristo anakuwa kama na anakuwa inakuwa inaitwa roho au nafsi ya tatu ya uungu kwa maana ya Kristo ndani yetu. Kristo ametupa roho wake. Kwa hiyo ukimsoma Ellen G. White tumwachie ajifafanue mwenyewe alichokimaanisha. Sasa naomba kidogo kabla sijaingia katika ile even trio, naomba nisome nukuu moja hapa ya mtu mmoja anaitwa hao ni wasisi, bila shaka mnawaamini wasisi wa kanisa letu. Wanapoelezea hiyo even trio, wasisi kwa ushuhuda wa ukweli. Ellen White anasema hivi, waache waasisi wautambulishe ukweli, wakati uwezo wa Mungu ukishuhudia kama kipi ni ukweli. Ukweli huo unasimama milele. Hakuna mawazo yaliyo kinyume na nuru aliyoitoa Mungu yanayopaswa kupokelewa. Watu watainua utafasiri wa maandiko ambao kwao ni ukweli, lakini ambao si kweli. Ukweli kwa wakati huu Mungu ameutoa kwetu kama msingi kwa ajili ya imani yetu. Sasa ili tunaambiwa na nabii kwamba tuache waasisi wafanyeje? Utambulishe nini? Ukweli. Hii inaitwa kama unaandika Ellen G. White Preach the Word, page ya 5, au pia Counsel to Writers and Editors, page ya 31 para ya pili. Kama unaweza kuwa unaandika hapo. Sasa naomba sasa tuangalie waasisi wanasemaje kuhusu ukweli huu. Huyu ni William Smith, anasema hivi, General Conference Daily Bulletin Volume 4 March 14 mwaka 1991, page ya 146 na 147. The Holy Spirit is the Spirit of God, it also the Spirit of Christ. Sasa tuje katika hii nukuu ya English, naipenda sana kuisoma kwa English, lakini ngoja nisome tu hapa. Nasema hivi, God is alone without beginning. God is alone without beginning. Mungu ndiye pekee asiyekuwa na mwanzo. At the ear's approach when a beginning could be. Katika mapema sana ambapo mwanzo ungekuwepo. Hapo tuna Kiswahili moja kwa moja, si ndio? Tafasiri. Sawa. Au usome Kiingereza umalize mpaka mwisho hapo then usome Kiswahili. Haya, asome sasa wewe. Sawa. God alone without beginning. At the earliest
epoch when a beginning could be, a period so remote that to infinity minds it is essential eternity, appeared the Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John chapter 1 verse 1. This uncreated Word was the being who in the fullness of time was made flesh and dwelt among us. His beginning was not like that of any other being in the universe. It is set forth in the mysterious expressions. His God's only begotten Son. John chapter 3 verse 16. John chapter 1 John chapter 4 verse 9. The only begotten of the Father. Kwa Kristo is the only begotten of the Father. Alizaliwa na nani? Na Mungu. I proceeded forth and came from God. Thus it appeared that by some divine impulse or process, not creation, known only to omniscience and possible only to omnipotence, the Son of God appeared. And then the Holy Spirit, by affinity of transition called the Holy Ghost, the Holy Spirit, the Spirit of Christ, the divine afflatus and medium of their power, representative of them both, was in existence also. Asante. Kwa maana kwa Roho Mtakatifu anaitwa the Spirit of God, the Spirit of Christ, the divine afflatus and the medium of their power. Tuko pamoja mpaka hapo? Kwa maana Roho Mtakatifu kwa mjibu wa Uriah Smith ambao Ellen White ametuambia tu weze tuangalie wanasemaje kuhusu kweli. Roho inatoka kwa nani? Kwa Baba. Inaenda kwa nani? Kwa Mwana, ambayo ina represent all. Kwa maana Roho anapokuwepo una Baba na nani? Una Mwana. Kwa ni mystery. Anasema kwamba the divine apparatus, the medium of their power, represent of them both. Kwa maana ni mystery kubwa sana. Wako unasoma pale ni mystery kubwa ambayo ni ya pekee ambayo huwezi kuielezea sababu inatoka kwa nani? Kwa Baba. Ina present all of them. Sasa tuje sasa hapa kuhusu nafsi. Wana maana gani kuhusu nafsi? Anasema hivi. Tuende kwa mtoto wa Ellen G. White mwenyewe. Mtoto wa Ellen G. White huyu ni anaitwa C. White, kwenda kwa barua kwenda kwa H.W. Carl. Anasema hivi, kauli na hoja za baadhi ya wahudumu wetu katika jitihada zao za kuthibitisha kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi kama alivyo Mungu Baba na Kristo. Kwanza ieleweke, si kwamba wakuamini Roho ni nafsi, lakini waliamini si nafsi kama alivyo nani? Baba na Mwana. Ndio msimamo wetu sisi kanisa hapa kwamba Roho ni nafsi kwa maana ipi ambayo nishaeleza nyuma. Sawa? Sasa unapomaanisha nafsi walimaanisha nini? Anasema hivi, sasa na wajibu wote ambao wana contradict maandiko ya mama yake. Anasema hivi, Roho Mtakatifu ni nafsi kama alivyo Baba Mungu. Anasema kauli na hoja za baadhi ya wahudumu wetu katika jitihada zao za kuthibitisha kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi kama alivyo Mungu Baba na Kristo. Anasema baadhi ya wahudumu wetu, yani wahubiri wetu, baadhi, si wote kama kanisa. Anasema hivi, maana zimewachanganya na wakati mwingine zimenifanya nihuzunike. Mwalimu mmoja maarufu alisema, tunaweza kumchukulia kama yule anayeshughulikia mambo hapa duniani. Mkanganyiko wangu ulipungua kidogo nilipojifunza kutoka kwenye kamusi kwamba moja ya maana za neno nafsi ni sifa. Ni nini? Ni sifa. Lilielezwa kwa namna ambayo ilinifanya nihitimishe kwamba huenda kukawa na nafsi bila kuwa na umbo la nini? La kimwili. Tusoma maandiko hapa ambalo Baba na Mwana wanalo. Kuna maandiko mengi yanayozungumzia Baba na Mwana na kusemekana kwa maandiko yanayozungumzia kwa namna ile ile kazi ya pamoja ya Baba na Roho Mtakatifu au ya Kristo na Roho Mtakatifu. Kulinifanya niamini kwamba Roho asiye na ubinafsi wa nafsi alikuwa mwakilishi wa Baba na Mwana katika ulimwengu wote, na kwamba ni kupitia Roho Mtakatifu ndipo wanakaa mioyoni mwetu na kutufanya kuwa mmoja na Baba na nani? Na Mwana. Huyo ni mtoto wa Ellen G. White. Nukuu nimeiweka iko hapa, iko hapo. Sasa hiyo ndo hali ambayo waasisi wetu waliamini, ndio walielezea kuhusu kile ambacho Ellen White alikuwa anakiamini. Sasa tuende katika hoja nyingine ya kuhusu even trio. Zibaki ziko mbili, shamaliza moja. Kwa hiyo ndo maana yetu kwa waasisi waliamini Roho ni nafsi, lakini si kama alivyo Baba na nani? Na Mwana. Waliamini nafsi kwa maana anatoka kwa Baba akiwakilisha utu wa nani?
wa baba pale ambapo baba hayupo kijiografia. Sasa naomba uchukue, ninayo hapa. Nimeshasahau. Nimeweka hapa. Malizie hizi. Hebu iende hapo. Okay, sawa. Nimekubali and show. Sasa twende hapa katika nukuu ambazo nimeziweka ambazo tunazimaliza. Tazisoma tu fupi tu. Haya. Sasa hii nukuu, kuna hii nukuu ya Even Trio, ndio ilisomwa Si ndio ilisomwa? Sisi nikaongea kitu kijasomwa. Even Trio. Au ile soma umesoma evangelism tu? Soma na hiyo tu. Itatusaidia tu. Haya, itatusaidia pia. Tunajifunza. Asante. Sasa kuna nukuu ambayo inachanganya wasabato wengi. Na hii nukuu Ellen White aliitoa kwa wanautatu. Akiwakosoa wanautatu. Unajua tusome historia pia. Mimi ni mwalimu wa historia pia. Alichukua kwa wanautatu akiwakosoa Jumapili na akaiedit ile nukuu. Akatoa ile maneno ya Trinity akielezea upotoshaji ambao brother Chapman baada ya nukuu hiyo kwanza hii naomba tuanze na hii nukuu, acha hiyo nianze na hii kwa nimeweka mbeleni hiyo ya nature of Holy Spirit, afu nitakuja hiyo nyingine. Sasa hiyo ya nature ya Holy Spirit kwamba tusizungumzie kwamba mtu atachukua maandiko mengi kwenye Biblia na kuyaunganisha akasema kwamba haiwezi kuimarisha nini kanisa. Hakumaanisha kwamba watu wasijue roho wa nani wa Mungu ama mwana wa nani wa Mungu. Hoja ilikuwa ni hivi. Huyu brother Chapman, naomba mumshikilie brother Chapman, alikuwa ni muumini ndani ya kanisa la Sabato. Alijenga hoja ndani ya kanisa kwamba Roho Mtakatifu ni malaika Gabrieli. Malaika nani? Gabrieli. Ndipo Mama White akamwandikia walaka ilikuwa ni mashindano, huyu Gabrieli, huyu nini? Sababu roho tayari alikuwa ameshabainishwa ni roho wa nani? Wa Mungu na roho wa Kristo. Sasa hii ni nukuu ya English anaisema hapa. Sasa sijui tuisome kwa English tu au kwa Kiswahili. Kitabu. Ngoja nikuwekea ukiandike vizuri. Ellen White in Petersburg, Michigan to Brother Chapman on June 1800 ngapi? 91. Sasa nukuu hapa, nataka kuinukuu, iandike hapa. Nukuu the Ellen G. White Review and Herald October 26 ya mwaka 1897. Sasa ndio maana kwenye hiyo Act of the Apostle imechukuliwa, lakini Act of the Apostle haiongelee historia hilo andiko. Na kitu kimoja niwaambie kitu kimoja, Ellen White ana magombo mengi ambayo ni 100. Unakuta kila nukuu anaiwekea na historia pembeni. Iliandikwa kwa sababu gani na kwa lengo gani? Unaona pia anasema nukuu zake pia zisomwe. Niendelee. Ndio maana anasema nukuu zake tuzisome kwa wakati na wakati. Unaona ametikisa kichwa anasema naam, si ndio? Bwana asifiwe. Ipo nukuu hiyo iko nimeiweka pia huko, mtu akitaka nitampa. Hata kuhusu Wasabato wanajidanganya kwamba wao wakisubiri nukuu kwamba kanisa la Mungu la Israeli litafanyaje? Alitaanguka. Tukaa kama linayumba lakini litasimama tena. Lakini hawajasoma muktadha wake paka chini. Haongelei kuanguka ili kanisa lao litaanguka, anaongelea kwamba watakatifu siku ya mwisho itafika mahali kana kwamba wanataka kuangamizwa, lakini watainuka wakiwa wafanyaje? Wameshinda. Au kwamba ile nukuu inasema usite kanisa la Sabato nini? Kuwa Babeli. Sasa hiyo ni kitu ambacho watu wanakosea. Sasa tuangalie hii nukuu inasemaje. Sasa naomba tuende kwenye Kiswahili, nimetafasiri. Kama mtaniruhusu nisome kwa Kiingereza sawa. Kama kwa Kiswahili sawa. Unasemaje? Muda ujitahidi tu kuwahi. Twende kwa Kiswahili basi. Ili maswali mengine yaulizwe. Twende kwa Kiswahili. Inasema hivi. Nimepokea barua yako ya tarehe 3 Juni. Katika barua hii unasema kwa maneno haya, Mzee Robinson hataki niondoke, bali ananishauri niingie katika kazi ya kuuza vitabu hadi wakati ambapo mkutano unaweza kuniajiri katika nafasi nyingine. Lakini anasema wazi kwamba siwezi kutumwa kupeleka ukweli kwa wengine hadi baadhi ya mambo ninayoshikilia yabadilishwe au kurekebishwa, ili mafundisho tunayoyashikilia kama watu yaweze kuwasilishwa ipasavyo. Hiyo ni peji 475. Anatoa mfano. Wazo langu kuhusu Roho Mtakatifu kwamba
si roho wa Mungu ambaye ni Kristo, bali ni malaika. Hapa Ellen White anamnukuu brother nani? Chapman, ambaye ni Kristo. Babu aliambiwa aende, kanisa likamwambia usiende huko kuhubiri kwa sababu hujafikiana nani na sisi kuhusu Roho Mtakatifu. Wao wanasema roho ni malaika. Sasa mama yetu akawa amemwandikia barua. Sasa ambaye ni Kristo bali malaika Gabrieli, na imani yangu kwamba wale 144,000 watakuwa Wayahudi watakuwa mkubali Yesu kama Masihi. Ndio Chapman anasema hicho kitu. Katika mambo yote ya msingi niko katika maelewano kamili na watu wetu, lakini ninapojaribu kuonyesha kile kinachoonekana kwangu kuwa ni nuru mpya ya ukweli, wale walio katika mamlaka ambao inaonekana hawajawahi kufanya uchunguzi binafsi wa jambo hilo wanakataa kuangalia Biblia, bali wananitaja kama mtu mwenye mawazo ya ajabu kuhusu Biblia. Mawazo yako kuhusu mambo hayo mawili uliyoyataja hayafikiani na nuru ambayo Mungu amenipa. MR 11:07 unaweza kuandika hapo. Sasa anasema asili ya Roho Mtakatifu, anaendelea sasa. Asili ya Roho Mtakatifu ni fumbo lisilofunuliwa nini? Wazi. Hatutaweza kama kulieleza kwa wengine kwa sababu Bwana hajakufunulia. Sasa mama anamjibu brother Chapman ambaye anasema Roho Mtakatifu nini? Ni malaika. Unaweza kukusanya maandiko na kuweka katika tafsiri yako juu yake, lakini matumizi yake si sahihi. Maelezo unayotumia kuunga mkono msimamo wako si thabiti. Unaweza kuwafanya baadhi wakubali maelezo yako, lakini huwasaidii. Wala kwa kuyakubali hawawezi kuwasaidia wengine. Si jambo la lazima kwako kuweza kufafanua hasa Roho Mtakatifu ni nini. Kristo anatuambia kwamba Roho Mtakatifu ndiye nini? Mfariji, na mfariji ndiye Roho Mtakatifu, Roho wa kweli ambaye Baba anamtuma kwa jina langu. Nami namwomba Baba naye atawapa mfariji mwingine ili akae nanyi hata milele. Roho wa kweli ambaye ulimwengu huwezi kumpokea kwa sababu haumuoni wala humjui, lakini ninyi mnamjua kwa maana anakaa nanyi naye atakuwa ndani yenu. Sasa hilo ndio ambaye anakaa nao alikuwa nani? Sasa hii inahusu uwepo wa kila mahali wa Roho Mtakatifu anayetajwa mfariji. Anasema, anaenda kusema kuna mafumbo mengi ambayo sijaribu kuyaelewa wala kuyaeleza, ni ya juu mno kwangu na juu ya mno kwako. Anamwambia brother Chapman, katika baadhi ya mambo haya kunyamaza ni nini? Ni hekima. Natumaini kwamba utatafuta kuwa katika maelewano mwili, yani kanisa. Unafanya kosa ambalo wengine wengi umefanya, la kufikiri kwamba una nuru mpya wakati ni sura mpya tu ya kosa. Utahitaji kuingia katika maelewano na ndugu zako. Ni wajibu wako kujiweka karibu na watu kadri uwezavyo. Sasa ndugu yangu, unachohitaji ni ukweli na lazima tuwe nao, lakini usiingize kosa kama ukweli mpya. Tumesema waasisi waliamini roho ni roho wa Kristo na roho nani? Mystery power, ambayo divine power ilitoka kwa. Sasa ndio tunaambia rudia kwa nani? Wenzako waasisi. Sasa anasema hapa nukuu sahihi ile nyingine. Sasa Ellen White Review and Herald Oktoba 3, 1897. Sasa anafafanua kuhusu mfariji. Sema hakuna mfariji kama nani? Kristo, mwenye huruma na wa kweli, anaguswa na hisia na udhaifu wetu. Roho wake unena na moyo. Ushawishi wa Roho Mtakatifu ni maisha ya Kristo ndani ya nini? Ya nafsi. Ni maisha ya Kristo ndani ya nafsi. Kwa hiyo mfariji ni nani? Ni Kristo, ila anatufariji kwa Roho wake. Sasa hiyo ndio maana ya nukuu, the nature of Holy Spirit is mystery. Alikuwa anamjibu nani? Chapman. Haongelee identity na nukuu nyingi hapa sisi kuzisema sababu ya muda. Anataka wa Kristo kama kanisa wa Sabato tujue identity of Holy Spirit ili siku za mwisho tupate roho wa masika, na kabla ya mvua ya masika shetani atapuliza roho wake. Sasa usipojua roho wa shetani anafanya kazi, basi utaingia kwenye kwa nani? Sasa tuingia kwenye event hiyo ambayo tuimalize hiyo nukuu hiyo ya evangelism. Ametumia, nafikiri nukuu imechukuliwa ni hapa, the internal dignitaries of the Trinity. Haya si maneno ya Ellen White. Kitabu cha evangelism kiliandikwa na Riley Fromm mwaka 1946. Google hapo utakiona. Alichukua nukuu za Ellen White akacompile na akaweka vichwa vyake. Lengo ni kutafuta uhusiano na Wakristo wa Jumapili ambao kanisa la Sabato liliingia huo uhusiano mwaka 1957. Ndipo kina Moses ambao ni wawakilishi wa Katoliki na Waprotestanti wakatumwa ndani ya kanisa, wakapewa kitabu cha evangelism kuonyesha kwamba Ellen White anaamini nini? Utatu. Lakini Musa, tukasema historia ya Musa, akasema hivi, nimemsoma Ellen White, nimekuta amini nini? Utatu. Lakini waliingia chemba na Riley Fromm wakatoka na kitabu kinaitwa Question on Doctrine ambacho leo kinaongoza kanisa la Sabato. Tatuje katika hii nukuu. Sasa hii nukuu ndio kimechapishwa mwaka 1900. Nenda kaangalia katika utangulizi
huyo aliokusanya zile nukuu nani? Lileifumu. Lakini Ellen White ana kitabu personal kama Ellen White kinaitwa nini? Evangelism. Sasa hii nukuu alitoa Lileifumu, alitoa hapa kwenye Special Testimony Series B number 7, ndipo alinukuu nukuu. Sasa nenda hichi kitabu kama utakuta haya maneno hayako. Haya maneno ukisoma nukuu kama nukuu inasema hivi. Hii hapa nukuu. Nimeipigia mstari. Hii rangi hiyo au tuiweke tuko hapa. Hii hapa. Hii hapa. The internal heaven dignitaries. Nasema ni God and Christ and the Holy Spirit. I mean them the disciples with more than mortal energy. Kwa ina maana kumbe mama yetu anapoongelea kuhusu internal event, sawa? Ni nani? Moja, Mungu. Pili, Christ. Tatu, Holy Spirit. Hiyo ni kama ile mkawabatize kwa jina la nani? Na nani? Na nani? Hebu nipe kitabu hicho cha Wakorintho wa pili 13:14 tuiangalie hiyo eternal even dignitaries inasemaje? Wakorintho wa pili 13:14. Unafika? Nimeshika Kiingereza. Kwa hiyo tusome Kiswahili. Wakorintho wa pili ngapi? 13:14. 13:14 inasema hivi. Neema ya Bwana Yesu Kristo, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, na pendo la Mungu, na ushirika wa Roho Mtakatifu. Na ushirika wa nini? Wa Roho Mtakatifu. Ukae nanyi nyote. Ukae nanyi nyote. Ndio cha kocha Ellen White. Kuhusu tukae na nani? Tupate hiyo neema. Sasa swali nikuulize msomaji. Hiyo neema imetoka kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo. Alafu inakuja nani? Pendo la Mungu. Pendo la nani? La Mungu. Utatu nasema ukisema Mungu yuko nani? Baba, Mwana na Roho. Yuko Baba, Mwana na nani? Tuko pamoja, lakini andiko linasema kuna Yesu, kuna Mungu na Roho wa Mungu Mtakatifu. Hebu kidogo nionyeshe hapa kitu cha msingi afu tumalize. Akisema Mungu, humo ndani kuna Baba, humo ndani kuna Mwana, humo ndani kuna Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni moja ya nafsi tatu za Mungu among humo ndani kuna Baba, humo ndani kuna Mwana. Ukisema Mungu, humo ndani kuna Baba, humo ndani kuna Mwana, humo ndani kuna Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni kwa hiyo kwa Sabato ukisema Mungu, humo ndani kuna nani? Kuna Baba. Humo ndani kuna nani? Kuna Mwana. Humo ndani kuna Roho Mtakatifu, si ndio? Na hiyo ndio imani ambayo makanisa yote wanafanyaje? Wanaiamini. Sasa hiyo kwenye Biblia hapo ambao umesoma msomaji. Neema Yesu Kristo. Pendo la nani? La Mungu. Na ushirika wa nini? Wa Roho Mtakatifu. Na maana kuna Mungu, Yesu na Roho Mtakatifu. Sasa maelezo yake nimeshayatoa. Sasa nipe andiko lingine Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 4 mpaka wa 6. Tuangalie even trio ambayo hiyo nukuu ambayo itakuja mwisho. Even trio ambao ni Mungu, ni Roho Mtakatifu. Wakorintho wa kwanza 8:6. 8:6. Hebu tusome tu kwanza ile tusome 4:4 wa Efeso mpaka mstari wa 6. Wa Efeso 4:4 sura ya 4 mstari wa 4 mpaka 6. Anasemaje? Mwili mmoja, roho mmoja, kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote. Asante. Kwa ina maana katika hidden trio kuna Mungu huyu mmoja ambaye nani? Ni Baba. Na Bwana juu ya yote. Na Bwana huyu mmoja. Na Roho huyu mmoja. Ndicho ambacho kwa kusema kwamba hao watatu ni Mungu huyu mmoja. Na hakuna sehemu yoyote katika maandiko ya Ellen White. Hapa mtanisaidia kama mimi nimesoma study yangu haijakaa vizuri. Alipotumia neno Trinity, never and ever kuelezea Mungu.
na waasisi wetu walikataa. Nenda kasome mfumo wao wa imani katika Review Daily Road. Nimeiweka pasi muda sijasoma. Wote walikaa jopo na Ellen White wakadefine. Swali likaulizwa, mnaamini katika utatu? Wakadefine pale, sisi hatuamini maneno kama hayo ambayo ilisababisha watu kuuawa sana katika historia ya Baba. Sisi hatutumii, tunaamini Mungu huyu mmoja. Bwana mmoja, Yesu Kristo mwana wa Mungu, na roho huyu mmoja, roho wa Mungu. Sasa huo ni muda mwingine. Sasa tuje katika even trio ambayo nukuu yangu ya mwisho. Even trio. Tumalizia. Asante. Hii nukuu ya even trio iliandikwa kwa sababu ya lengo moja tu. Mtu mmoja anaitwa Dr. Harvey Kellogg. Living Temple. Hicho kitabu mkitafute. Ndio mtu wa kwanza ndani ya kanisa la Sabato aliyekuja na notion kwamba Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, akakemewa na Ellen White. Ellen White alikuwa mkemia kina James White ambao alipinga utatu, nukuu ziko, na wengine ambao walifundisha kuhusu Roho kama tulivyosoma hapo, lakini Kellogg akatengeneza Mungu Roho, akawa kuna Baba peke yake, kuna Mwana peke yake, afu Roho peke yake ambaye anakaa katika ni Mungu mwingine anayejitegemea kujieneza. Lakini kabla hajasema hiyo nukuu, alivyokemewa, maana alisema hivi, maana ya kwanza, Mungu Baba ndio ameenea mpaka kwenye hua. Kwa hiyo ukiangalia hua au ukiangalia muhindi, Mungu Baba yuko wapi? Ndani ya muhindi au ndani ya nini? Ya hua. Alivyokemewa na Ellen White akabadilisha, akasoma Desire of Ages 671, nafsi ya tatu ya uungu, akajenga hoja kwamba si Mungu Baba tena, bali ni Mungu Roho ndio amefanyaje? Ameenea katika nini? Ulimwengu. Ndio akaandikiwa hii barua, akajibiwa kwamba usisome nukuu zangu vibaya. Sasa tuisome nukuu. Alioingiza utatu. Usiende kwenye Kiswahili moja kwa moja, si ndio? Sasa naomba sasa tusome hapa. Hebu tuanze, naomba tuisome tutumishe hapa. Naomba tusome hapa hii. I'm instructed to say. Soma. I'm instructed to say the sentiments of those who are searching for advancing scientific ideas are not to be trusted. Such representations as the following are made. The Father is the light invisible. The Son is the light embodied. The Spirit is the light abroad. The Father is like the dew, invisible vapor. The Son is as the dew, gathered in beauteous form. The Spirit is like the dew, fallen on the sea of life. Another representation. The Father is like the invisible vapor. The Son is like the radiant cloud. The Spirit is a lane fallen and walking in refreshing power. All these spiritualistic representations are simply nothingness. Imperfect. They are imperfect and untrue. Huyu anajibu Kellogg kidogo hapo, ambao alimdescribe Mungu na Mwanae na Roho kama vitu vya nini? Vya nini? Vya umbaji, maji, barafu, nini. Akanipeleka kama leo Wasabato wengine na Wakristo wengine, mara Mungu ni kama yai, gamba ni Baba, kiini cheupe ni Mwana, kile cha ndani cha njano nani? Roho Mtakatifu. Yesu akasema ni imperfect and untrue. Endelea. The Father cannot, anza hapo. They weaken and diminish. Answer. The Father cannot. The Father cannot be described by things of the earth. The Father is all the fullness of Godhead, bodily, and is invisible to mortal sight. Sasa naomba nieleze kidogo. Sasa Ellen White anaanza kufanyaje? Kunukuu. Tuko pamoja mpaka hapo amekataza kumdescribe Mungu kama vapor na maji kama Kellogg alivyokuwa anasema kuhusu mambo ya Trinity. Sema the Father cannot be described by the thing of the earth. Kwamba Mungu Baba hawezi kuelezewa katika vitu vya nini? Vya dunia. Ambapo katika 17:29 kitabu cha Matendo tumekataa tusimzanie Mungu kama dhahabu au vitu vya kazi ya mikono ya mwanadamu. Anasema kwamba the Father is all fullness of the Godhead bodily and is invisible to mortal sight. Kwamba Mungu Baba ni kwake kuna utimilifu wote wa nini? Wa uungu. Bodily. Kwa maana yake Mungu ana umbo lake kabisa ambao ndani yake kuna nini? Uungu. Na pia haonekani kwa macho ya nini? Ya kibinadamu. The Son, ndio kusoma? The Son is all the fullness of Godhead manifested. Kwa Mwana, anamuita nani?
Mwana. Tuko pamoja nani? Mwana. Kwamba yeye is all, kwake umefanyaje? Fullness, umejaa utimilifu wa nini? Wa Mungu manifested. Kwamba kwake Yesu ni utimilifu wa Mungu uliofanyaje? Onekana, uliodhihirishwa. Manifested yuko manifested, yani amezihirishwa. Kwa maana ule uungu kwa Baba umefuru na kwa Mwana umewekwa. Sasa sikia vizuri hapa kuhusu Roho Mtakatifu. Endelea kusoma. The word of God declare him to be the express image of his person. Neno la Mungu linamtangaza kuwa ni express image of his person. Kwa Kiswahili nini? Chapa ya nafsi yake. Yaani chapa ni, nadhani unaelewa chapa lakini chapa hayu identical. Unasema imetokea. Endelea. God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believe in him should not perish but have a lasting life. Here is shown the personality of the Father. Hii inaelezea personality utu wa nani? Wa Baba. Kwa katika nukuu hii Ellen White anamdescribe Kristo ni nani? Mwana wa nani? The only mwana mzaliwa pekee wa nani? Wa Mungu, ambaye anawakilisha, anaonyesha Baba na umbo, kama kerubi ambao anamsambaratisha Mungu asiye na umbo. Mwisho, the comforter, maliza hapo. The comforter that Christ promised to send after he ascended to heaven, kwamba mfariji ambao Kristo aliahidi kumtuma atapoenda mbinguni, is the spirit in all the fullness of the Godhead. Kwamba sasa naomba sasa unapozingatia kama unajua English, is the spirit in all fullness of the Godhead. Sasa naomba uchukue neno in all. In all. Yani the Father and the nini? The Son. Kwa in all wote. Kuna Roho Mtakatifu anakuwa in all, the Father and the Son. Kama yeye andiko tunasema kwamba Roho anapokuja ni Baba na Mwana iko wapi? Ipo kwetu. Endelea. Making manifest the power of divine grace to all who receive and believe in Christ as a personal savior. Kwa maana Roho anapokuja anakuja na the power of divine grace, kama tulivyosoma ile katika nukuu ile pale kwamba unapokuwa na Roho wa Mungu unakuwa umepokea uungu wote wa Father na kupitia mwanae Bwana wetu Yesu Kristo, na umetujia kwa njia ya Roho wao Mtakatifu. Sasa tuendelee katika nukuu. There are three living persons of the heaven triad. In the name of these three rich powers, the Father, the Son, the Holy Spirit. Those who receive Christ by living faith are baptized, and this power will cooperate with the obedient subjects of heaven in their efforts to live the new life in Christ. Asante. Sasa kwa hiyo kwa nukuu hii nukuu sasa kwa hii nukuu hapa iko jaeleweka vizuri kwa hapa inaitwa the special testimony series B number 7. Sasa hii nukuu inaeleza kwamba kuna the Father ambaye ni all fullness of God head na kuna the Son, Kristo ni mwana wa nani? Wa Mungu, ambaye kwake utimilifu wa Mungu umekaa, na kwa Roho Mtakatifu ambaye kwake in all the Father and the Son utimilifu wote uko ndani, na kwa njia hiyo unakuja kwake. Na anaelezea pia ubatizo. Mtu anayebatizwa lazima katika ubatizo wake nguvu tatu za mbinguni zifanyeje? Zikae kwake. Sasa hapo ukisoma chini yake sasa ndio tunaipata Mathayo 28:19. Wakabatizwa kwa jina la nani? La Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ndio hiyo kwamba neema Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nao. Na tunapata wapi hiyo? Katika ubatizo wa Kristo mbingu ilifanyaje? Ilifunguka na Roho wa Mungu akashuka kama nini? Ua. So kusema kwa deserve inafunua vizuri zaidi. Na sauti ya Mungu ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa anayependezwa naye. Kwa unapokuwa na Roho wa Mungu, unapokuwa katika ubatizo, na nadhani si umoja wa ubatizo, lazima presentation yako au uwepo au ile hali ya iliyotokea Yesu pale Getsemani. No. Ni wapi pale? Mto Yordani. Mto Yordani lazima izihirishwe kwako. Na kwa nini nazihirishwa kwako? Fungu langu la mwisho nisome kitabu kile cha Warumi 8:11 ambapo nitawaachia nyinyi wasome hapo. Tunaangalia hizo nguvu tatu zitimie. Mungu ambayo tumeshabainishwa na Ellen White, mwana wa Mungu na roho wa nani? Wa Mungu. Soma andiko. Warumi 8 mstari wa ngapi? Wa 11.
11 nasema ndio, lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu, ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu ndio katika wafu ataiuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Ataiuisha miili yenu yenye hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani. Kwa maana roho mfufua Yesu ni nani? Ni Mungu. Ila alimfufua kwa njia gani? Ya roho. Kwa na sisi kwa njia ya roho tunafufuliwa. Ndio maana katika ubatizo tunaambiwa lazima heaven trio ikae Mungu mwenyewe na nani? Mwana wa Mungu na roho wa Mungu. Mimi naishia hapo. Mungu wabariki maiki yenu. Nakaribisha maswali. Tuangalie kama kuna maswali pia mtandaoni pia tuwajibu. Mimi sina maswali. Bali nataka kuelezea kitu kimoja. Shida si maandiko. Shida ni uelewa. Kwa sababu Keroge ambayo mwenzetu alikuwa anazungumza, Mama White katika evangelism kwenye alikuwa anaeleza, labda nisimame hapa kidogo kwa sababu kuna vitu vichache nataka nirudie, alafu ndugu yetu labda kwa sababu muda nao unatukimbiza, lakini hatuwezi tukaulaumu tumeutumia. Sio lazima wataangalia. Mimi ninachotaka kuzungumza ni kitu kimoja. Ukisoma ukiangalia mwenzetu alichoelezea na akazungumza kuhusu Roho Mtakatifu, inafika sehemu unamfuatilia mtu, inafika sehemu unamkosa. Yaani anatiririka, akifika katikati katika kila alichokizungumza awali anakipinga akifika huko. Katika maelezo ya mwalimu alivyokuwa anaeleza, anatiririka, akifika katikati maneno yenyewe yanajirudia yakijikosoa. Na ninachotaka kusema ni kitu kimoja. Kuna neno la Kiingereza limesema uungu. Ndio. Sumeutumia? Unapofika kwenye uungu unakubali Mungu Baba, unakubali Roho Mwana, unakubali Roho Mtakatifu. Ikifika kwenye kueleza Roho Mtakatifu, unaeleza Roho Mtakatifu kwa namna ya Keroge. Kwa sababu Keroge na wenzake ambao Ellen G. White aliwapinga, walieleza Roho Mtakatifu wengine kama wingu. Kama Ellen G. White, labda nisitumie sorry. Kusudi nisiseme maneno ambayo sio yaliyoandikwa katika evangelism kwa Kiingereza ni ukurasa wa 613. Mama White alikuwa akieleza kisa kizima cha kuhusiana na habari ya uungu. Katika hii habari watu waliokuwa wanaelezea walieleza kwamba mimi hapa ninasoma Kifaransa. Le Père est semblable à la vapeur invisible, kwamba Baba anafanana na mvuke usioonekana. Ndivyo walivyokuwa wanaelezea Baba. Ukurasa nilio usema ni wa Kiingereza, naye nataka kunikota naweza kunipata. Wakamuelezea Kristo kwamba ni kama wingu lisiyoweza kueleweka. Wakaelezea l'esprit et la pluie qui répandait à nos ends bienfaisants, kwamba Roho Mtakatifu ni kama umande unaotubariki unazunguka kote. Mama White akaamua kuwakosoa. Ndipo akaanza kusema kwamba Baba ni nafsi, Mwana ni nafsi, na Roho Mtakatifu ni nini? Ni nafsi. Na mwalimu wetu ambaye ametoka hapa